ni saa ya ukombozi. Wewe ni Mungu mponyaji. Kanisa la Victory Faith. Karibu katika kanisa la Victory Faith, kanisa la ukombozi lililopo Kijenge Mwanama, Arusha. Njoo ukutane na mtumishi wa Mungu Apostle Vincent. Atakufundisha mafundisho ya ukombozi dhidi ya laana, vifungo mbalimbali, magonjwa, kuanguka kwa uchumi na mengine mengi. Mtu anaweza kuwa ni masihi wa Mungu kwa kazi fulani, Mungu amemtenga, na huyu mtu anapewa mafuta. Yale mafuta ambayo yanakuwa juu yake yanaweza kulaani, yanaweza kubariki. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi katika kanisa la Washindi Victory Faith Kijenge Mwanama. Njoo uifahamu kweli kuhusiana na ukombozi wako, nayo kweli itakuweka huru. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754287424 ama kwa website www.apostlevincentministries.com. Karibu Victory Faith, karibu nyumba ya washindi. Uweza wako wa pekee. Hakuna tena. Yawezekana yapo mambo unapitia leo, biashara yako imekamatwa haipati mwendo, uchumi wako umeanguka. Wewe ndugu yangu, usikate tamaa, wewe njia moja tu kwako leo, ukifuata hii hutapotea, utakombolewa, utakuwa huru. Njoo kwake Yesu, atakuongoza. Mipango unayopanga wewe haifanikiwi, mbinu unazotumia hakuna hata moja inayoweza, kazi unazofanya hakuna hata inayofanikiwa, kila unachogusa hakifanikiwi. Njia moja tu kwako leo, ukifuata hii hutapotea, utakombolewa, utakuwa huru. Njoo kwake Yesu, atakuongoza. Matatizo yote yatakwisha, nazo shida zako zitakwisha, tabu zako zote zitakwisha, ukifuata njia moja tu kwako leo, ukifuata hii hutapotea, utakombolewa, utakuwa huru. Njoo kwake Yesu, atakuongoza.
utakwisha ukifuata njia moja tu kwako leo. Ukifuata hii hutapotea, utakombolewa, utakuwa huru. Njoo kwake yeye. Yesu asifiwe. Mpendo msikilizaji, sina shaka hujambo. Karibu tena katika kipindi cha Saa ya Ukombozi kunako juma hili la tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2016. Msikilizaji, sina shaka katika wiki iliyopita uliweza kufuatilia vizuri kipindi hiki, na hilo tena tumeelekea tena katika kipindi hiki ambapo basi pengine kama wengine waliweza kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, usana somo la leo. Somo la leo ni the power behind declaration, ama nguvu iliyopo nyuma ya azimio ama maazimio. Nguvu iliyopo nyuma ya azimio ama maazimio. Na hilo basi Apostle Vincent, mtumishi wa Mungu, ndiye basi atakayekuwa kilindima kupitia somo hilo. Na basi hapa studio namba 1 utakuwa nami Geoffrey Julius, ambaye basi ndiye atakayekuwa nawe wakati huu. Lakini pia studio namba 2 utakuwa naye Lydia Lekule wa Livingstone, ambaye basi ndiye atakayekuwa kilindima katika upande wa habari za kijamii ama mitandao ya kijamii. Na nisipopoteza wakati, dakika ni ya 15, dakika ni ya 13 kuelekea dakika ya 14 tangu timia saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na basi nirejeshe matangazo haya kwake studio namba 2 Lydia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pengine kipi kilichoandaliwa siku ya leo kupitia mitandao ya kijamii? Habari zipo, tuko na informations, tuko na message kutoka mtandao wa Facebook ambao ni mitandao ya Liberation Hour, na pia mtandao wa Victory Faith Ministries. Lakini pia tutapata messages ambazo lakini mpaka sasa bado hatujaweza kuzipata, lakini naamini wasikilizaji wetu baada ya muda mfupi tu watatutumia hizo messages. Na pengine basi kabla tujaelekeza maiki hii kwake Apostle, nambari za kushiriki nasi hapa studioni. Nambari za simu ni 0754287424, 0754287424. Karibuni sana wapendwa wasikilizaji wa kipindi cha Liberation Hour. Mtume message, lakini pia kama una swali ama una maoni kuhusiana na kipindi, sisi hapa tutazisoma hewani. Na mpendo msikilizaji, basi sina shaka umeweza kuelewa vizuri kutoka kwake Lydia Lekule wa Livingstone, ambaye basi ndiye atakayekuwa kwa upande huo katika upande wa habari za kijamii. Na basi mpendo msikilizaji, pasipokupoteza wakati, nirejeshe maiki hii kwake Apostle Vincent. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Karibu sana katika Jumapili hii ya 24. Sana. Naam, nasi tuko tayari hapa studioni kuambatana nawe, na wengine walioko nje ya studio pia wako tayari kuambatana nawe. Amen. Naam. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mwaka mpya. Bado tuko kwenye mwezi wa foundation. Amen. Ama mwezi ule wa kuweka misingi, na tumekuwa na wakati mzuri wa ibada leo. Tumekuwa na tulitangaza siku ya Alhamisi kwamba tutakuwa na kipindi cha declaration pamoja na Holy Communion, na tulifanya, na pia ni washukuru wasikilizaji wangu, walikuja wengi, na pia nilipata maswali mengi kutoka kwao. Si maswali kivile, ilikuwa ni kupongezwa kwa ajili ya kipindi kile walichohudhuria siku ya Alhamisi kwenye jumba la washindi. Kilikuwa ni kizuri na imekuwa baraka pia, na mimi niseme kwenye chombo hichi cha habari kwamba nashukuru, na pia ninatambua uwepo wao katika ile ibada tulioifanya siku ya Alhamisi. Ilikuwa ni ibada nzuri sana, lakini pia tunaendelea na mambo, na nimepata pongezi zile za baada ya kipindi. Messages zimekuwa mingi kabisa. Watu wanashukuru kwa somo ambalo tulijifunza siku ya Jumapili iliyopita, na sasa ni siku 7 zimekata. Sasa leo tena tunawekeza jiwe jingine kwa ajili ya kujenga jiwe juu ya jiwe. Safi sana. Haya, nasi tuko tayari kwa ajili ya hayo baba. Basi nashukuru, katika mitandao yetu ya kijamii tulielekezwa na Lydia, mtangazaji wetu hapa studio namba 2, alikuwa akitukumbushia kuhusiana na mitandao kwamba watu wanasikiliza na wanafuatilia, lakini pia tulirusha somo ambalo tutaendelea nalo, zinasema the power of declaration, ama nguvu ya kutangaza ama azimio. Na declaration ni azimio. Azimio ni moja kati ya vitu vya muhimu katika maisha ya watu, na
tunaweka msingi kwa Christian ama Wakristo wana wa Mungu kujua pia umuhimu wa hicho tunachokizungumzia kuhusiana na Azimio. Hatuelezee tu vitu vya kawaida, na kanisa ndio jamii ya mwisho. Christian ni jamii ya chini katika masuala mengi ya mambo hata ya informations. Unapozungumzia kuhusiana na taarifa na habari, kwa kanisa kwa sehemu kubwa sana haswa Afrika, na ukiangalia Tanzania, kanisa pia linatakiwa lifunzwe sana kuhusiana na masuala ya mitandao. Yani hawana informations mengi, hawana taarifa nyingi sana huku nje zinasemaje. Christian wengi hata taarifa habari hawasikilizi, wana time kabisa. Taarifa habari wanaona ni mambo ambayo hayahusiani na mbingu. Lakini pia maombi kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 2 anasema wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Ni kuonesha kwamba kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 11 Biblia inasema Isaya 11 mstari wa 2 anaelezea kuhusiana na zile roho 7 za Mungu. Moja ya roho hizo ni roho ya maarifa. Kwenye kitabu cha Daniel 12 anasema watu wenye maarifa wale wanamjua Mungu, hiyo knowledge. Sema wale wanamjua Mungu anasema watang'aa kama mianga ya anga na watakwenda mbio sana. Biblia inasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Maanisha maarifa yatakayoongezeka ni kuhusiana na dhambi? Hapana, anazungumzia ni mambo yataenda na mambo yataenda mbio, kama vile leo sisi sasa hivi tunasikika dunia nzima. Unaweza kuona maarifa yanaongezeka. Hilo ndio swala. Kwa hiyo tunaweza tukafundisha hapa na pia tukafundisha tena dunia. Kama sasa hivi hapa ulimwengu unaweza tofauti na miezi 2-3 iliyopita kwa nyuma, tulikuwa tunafundisha watu katika maeneo machache, lakini leo sasa unaweza kuona dunia nzima. Unajua kuna mtu ambaye amepitia online akiwa Ukraine, akiwa Romania, na amefuatilia kile kipindi chote na ameambiwa na mwenzake. Kwa hiyo unaweza kuona si rahisi tungefika kule kwa radio peke yake, lakini unaweza kuona kupitia radio, kuja kwenye mitandao tumeenda mbali. Kwa hiyo maarifa ni kitu cha msingi sana kwa wana wa Mungu kuweza kupata knowledge, na Biblia na tafsiri vitu vingi, ina vitu vingi vinavyoonyesha kuhusiana na taarifa na maarifa. Ukisoma Biblia inaonyesha hata siku za kwanza za wakati zamani, kusoma Biblia hata vita manini, watu walikuwa wakitumwa, ilibidi watafute farasi ambao wanaweza kukimbia sana kwa ajili ya kupeleka taarifa mahali fulani. Si tu ungechukua farasi uende, hapana. Kuna farasi maalum walikuwa wanaandaliwa kwa ajili ya kupeleka information mahali. Na pia kama ni taarifa kwa masuala ya kukosa wanyama, farasi na nini, ilibidi sasa watafute watu ambao wanaweza kuchapa mbuga kweli, watu ambao wanaweza kukimbia, ndio walikuwa wanapewa kupeleka habari. Kwa hiyo dunia hii ya ulimwengu wa habari unakwenda, na pia usipokubaliana kupata news, maana yake ni kwamba unaisaliti haki yako. Kwa hiyo ni vizuri tupate informations kama haya, na watu wengi wamekuwa kifuatilia mambo haya. Lakini pia tulitangaza kwamba somo litakuwa ni declaration ambayo tunazungumzia ni moja kati ya msingi katika mwezi wa Januari. Tunapozungumzia declaration tunaelezea nguvu ya azimio. Azimio Kiswahili kingine ambao nazungumzia azimio inawezekana ni makubaliano au katazo ambalo watu wanaweza kulitoa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya jamii na mambo kama hayo. Kwa hiyo watu wengi wanaishi hapo, ndio maana nilianza kuzungumzia tangu mwanzo kwamba Christian katika ulimwengu huu wa informations, wa Kristo wameona wa Mungu wengi hawajapata. Na hii pia ni moja kati ya udhaifu wa mababa, hawakufunza haya mambo. Unajua, kwanza ulikuwa kama ukiwa Mkristo ni kwamba ni mtu ambaye ulikuwa huna mwelekeo. Ni kama ulikuwa yani unaonekana, si kwamba ndio wito huo, lakini ilionekana walioupokea ni kama watu ambao sasa hawana tena future. Kwa hiyo ulipokea ni kama watu ambao hawana kesho yoyote ile. Kwa hiyo kaonekana tu Ukristo pia ulipokelewa katika maeneo ulienda, mataifa ulienda, ulipokelewa na watu ambao kwanza walikuwa hawana nguvu zozote zile. Walikuwa na nguvu za kiuchumi, walikuwa hawana nguvu za kifedha, nguvu za kiufahamu. Kwa hiyo pia walikuwa wakipata, ilikuwa tu ni mali yao. Yani walikuwa wakipata taarifa, zilikuwa ni za kwa wanakaa nazo pale pale ndani. Kwa hiyo hawawezi kuzipeana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo Ukristo ulibaki ukirithiwa kutoka kwa aina fulani ya tabaka la watu. Kwa hiyo ndio unaweza kuona kizazi cha miaka michache sana iliyopita, Ukristo ndio unaweza kupaa mpaka si tu ile imani ya Kristo pekee yake, lakini pia Wakristo wanapaa katika kutambua kwamba hivi kumbe unaweza muamini Mungu, ukamwabudu Mungu, lakini bado ukawa unafanya kazi. Zamani ilikuwa kama unaenda kanisani na nini, kazi uendi,
wanaacha kazi. Kwa hiyo maskini ulikuwa pale ndani. Watu sasa hivi wameweza kujua hivi kumbe unaweza kumwamini Mungu na ukamtegemea Mungu lakini pia ukawa tajiri. Biblia inasema kitabu cha Ayubu kwamba Ayubu alikuwa ni mcha Mungu lakini alikuwa pia tajiri. Hiyo ilikuwa ni vitu ambavyo ulikuwa ukiwa tajiri watu wanafunga na kuomba ili uhame kanisa, kama hutakufa inabidi uhame. Kwa hiyo ilikuwa kwa sababu sasa huyu mtu tajiri ataendelesha kanisa kipesa, mambo ya dunia namna hii. Kwa hiyo inaonekana kama ni shida. Kwa hiyo huyu mtu aondoke. Na rafiki yangu mmoja ni mzee sana, yeye alikuwa anahubiri miaka ya 58 huko, ndio alikuwa mhubiri wa nyakati hizo. Alikuwa ananieleza, anasema Apostle, miaka yetu sisi sio kama ya kwenu. Miaka yetu sisi, anasema, walikuwa wanafunga na kuomba, alafu wanatafuta watu kushawishi ili mtu fulani mwenye uwezo anayekuja kanisani ama msomi ambaye yuko kanisani waahame, yani wanafanya mbinu aondoke kanisani, kwa sababu anajua ataendesha kanisa kielimu, vitabu, mambo ya ajabu. Lakini walikuwa wanabaki pale, lakini matokeo yake tunaweza kuona mambo ya Mungu yalibaki chini sana kipindi hicho, kwa sababu mambo haya ya Mungu ambayo mtu anayo huwa na upako kiasi gani. Uwe na umesikia sauti ya Mungu ikwambia nenda kafanya hivi. Kuna maeneo ambayo tusipoweza kupata baraka yale ule wito pia unaweza ukachelewa ama pia usifanye kazi kabisa kwenye maisha ya watu. Kwa tunapozungumzia kuhusiana na declaration, ni jambo ambalo dunia nzima inaweza kutambua hichi tunachozungumzia. Ulimwengu wa watu wengi sana unaweza kutambua nini maana declaration. Tunazungumzia nguvu ya azimio. Nguvu ya azimio ambalo watu wanaweza kuwa family zote zinayo, kila family nyingi sana zinayo maazimio fulani. Azimio ni kutangaza ama kutamka neno baya ama zuri kuhusu mtu ama kitu au mazingira. Na ni somo pana, lakini nitajitahidi kulifanya wasikilizaji wangu wanielewe. Kwenye tunapozungumzia kuhusiana na nguvu ya azimio, kila jamii inayo mtu ama inalo azimio lao. Tulianza hii tukizungumzia wiki iliyopita kwenye kipindi chetu cha Liberation Hour kwenye kitabu cha Yeremia 35 kwamba kuna mzee mmoja Rekabi alitoa azimio katika familia yake, akaambia watoto wake, msije mkanywa mvinyo ili muweze kuishi na kufanikiwa siku nyingi katika dunia. Na akaambia sio nyie peke yenu, urithi huu muurithishe kwa watoto wenu na watoto wa watoto wenu. Na ukiangalia kwenye familia, Yeremia anakuja, nabii anataka kuingiza watoto wa Rekabi kwenye ile mtego ambao Mungu alimwambia ajaribu kuwaingiza aone kama wataingia, lakini Mungu alikuwa anajua hawataingia, na alikuwa anataka kufundisha lesson kwa Israel kwamba wana wa Rekabi wamekataa. Wana wa Rekabi wanasema kwamba babu yetu alitoa azimio, aliwahi kusema kwamba tusinywe pombe ili tuweze kuishi na kufanikiwa katika dunia, tena tuishi siku nyingi. Na nasema babu yetu alimwambia baba, na baba yetu ametuambia, na mpaka leo tumeshika, na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni azimio. Kwa hiyo azimio ni tamko ambalo linaweza likatamkwa. Kwa mfano mwaka 1967 katika nchi yetu iliwahi kupita kwenye changamoto fulani za leadership. Nchi yetu ilipita kwenye leadership za kisiasa, uongozi wa kisiasa. Walipitia mambo fulani kama changamoto tu za kiuongozi kwa sababu nchi kubwa hii. Kwa hiyo ikabidi mababa wa taifa wakaketi chini mwaka 1967. Wakaketi chini mababa wa taifa, ambaye sasa baba wa taifa alikuwa mmoja kama president, lakini Nyerere, lakini tulikuwa tuna wengine wahasisi ambao wote walikuwa wanaitwa mababa wa taifa. Sasa walikaa chini wakaamua kuzungumzia kuhusiana na wakaweka azimio, na ni kwa sababu ya masuala ya rushwa na vitu kama hivyo. Na nakumbuka walitoka na azimio linalosema mtu akikutwa na masuala ya rushwa, mambo fulani kama hayo, basi atachapwa viboko. Ilikuwa ni 6 ukiingia na 6 ukitoka, ili ukamuoneshe mkeo. Sasa ilikuwa inaonyesha, sio kwa nini alisema kuonesha mkeo, labda ilikuwa inamaanisha wanawake waibi kwa wakaonesha waume zao, vitu kama hivyo. Lakini hilo azimio liliketi hapa Arusha, wakatoa, inaitwa Arusha Declaration ama azimio la Arusha. Na ndio maana mpaka leo tunayo mnara ambao uko pale, kwa sababu mnapoweka azimio lolote lazima kuna mnara. Kama itafikia hapo nitafundisha pia hicho kipengele. Na ndio maana walipomaliza wakaweka azimio. Sasa kumbuka, hawa ni wanasiasa tu ya kawaida, lakini walijua siri, wanajua kwamba wanajua azimio lina kitu ambacho kinaambatanisho. Na leo pia kuna maazimio mengi. Kuna Geneva Convention, kuna azimio la kule Geneva ambalo lilikuwa linahusiana na waandishi wa habari na lilikuwa linahusiana na masuala ya kivita. Kipindi cha nyuma watu walikuwa
Mr. Jeff kama nikiongea najikuta naongea pia tasnia ya habari. Lakini walikuwa hapo kwanza mateka walikuwa kishikwa kama watawawa, kama watafanywa mambo fulani fulani, ilikuwa inaonyeshwa live, na mili ya watu walio kufa kwa vita ama kutekwa na mambo fulani, ikatokea miili ile watu wamekufa, miili yao pia ilikuwa inaletwa live, ilikuwa inawekwa wazi. Lakini baada ya Geneva Convention ikapitishwa, kukatokea sheria pale ya kuficha miili. Serikali unaona siku hizi kuna kikivuli pale, kuna mambo mengi fulani hayaonyeshi pia kwenye habari, ninyi mnajua hiyo miko yenu, lakini ile mnasema ni azimio la Geneva. Kwa hiyo kila mahali wamama waliendaga Beijing wakaja na azimio la Beijing. Kwa hiyo kila kitu, kila society huwa ina azimio lao, laweza kuwa zuri ama laweza unaweza kuona azimio hilo la Beijing lilichukua nafasi kubwa sana kwa kina mama duniani wakati huo. Ndio lilichukua nafasi kubwa, na naweza kulipongeza upande mmoja, na upande mwingine naliona nikiwa mchambuzi kama sihubiri nikianza kuchambua nalichambua sana, lakini kama upande huu nalipongeza, liliweza kutangaza na kupatiana, kutoa haki ya mwanamke kwa kiwango kikubwa sana, na kutokea pale watu mambo ya tohara, kukeketa ilizungumzwa kwa kina, na kutokea hapo watu wengi waliweza kuacha hizo mila kabisa. Alafu walikuja na azimio la usawa, wakaja na maazimio ya mambo ya kisiasa pia, wanawake pia wanaweza kuwa, na tunaona leo dunia sasa ni kama ina marais sijui kama 6 kutokea kwenye hilo azimio. Lakini azimio hilo sasa lilikuja upande wa pili, azimio lile lingetakiwa libebe na sisi wanaume tukae tu tuwasikize, kwa sababu kuna vitu walipewa pale wazee hawakwenda. Kwa hiyo leo mama akija na lile azimio lake akisema azimio la Beijing linasema kama mimi napika mboga wewe pika ugali, mzee anasema mimi sikuepo. Kwa hiyo ingetakiwa pia tuwekwe pamoja, lakini bado ni azimio na lina nguvu, na pia kutoka ile mbegu ya ile azimio lilisababisha wakina mama kujitambua. Wakina mama wamama walikuwa tu ni kukaa nyumbani, na wengine kwa ruhusa kuonesha. Kama juzi umeona mmoja nchi za hapo katikati wameruhusiwa kuonesha pikipiki. Sasa wamama, unaona vitu ndio zimeanza hapo. Nchi zingine sana nafikiri imeruhusiwa kwanza wanawake kwenda shule. Imagine kuna nchi zilikuwa haziruhusiwi mwanamke kujitambulisha, yani kusema mimi naitwa Lydia au no, uruhusiwi. Kwa hiyo kuna makandamizo mengi sana. Kwa hiyo azimio lina miko yake na lina nguvu, na azimio manake ni watu wanaketi mahali ambapo wanakaa mahali ndani, wanapanga vitu, alafu wanaandika, wanaratibu mambo vizuri, alafu wanatoka nayo wanayadeclare, sasa wanayatangaza yale walioyapanga, kama ni mabaya ama ni mazuri. Likisha kuja, yani kama vile ni bunge lile, kama vile bunge laweza likaketi, alafu likaamua mambo fulani fulani hivi, alafu yale mambo yakaja kuwa mabaya kabisa kwa watu, lakini yamepitishwa, ama upande fulani wa bunge ukaforce kupitisha. Kwa hiyo watu wanaanza kuumizwa, nasema azimio ile ndani ya azimio bunge linatunga, inapita kienda mahakamani, kisha wekwa vizuri, inageuka inakuwa sheria. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinafanyika, vitu kama hivyo vingi katika jamii. Kwa hiyo azimio, Jeff, leo unaweza kuwa na azimio lako, unaweza kuwa na azimio binafsi, unaweza kuwa na azimio lako na familia. Kila mtu anaweza kuwa, azimio ni mengi. Kama nitakuwa nikichambua hapa, naweza kuweka kuhusu azimio. Azimio linaweza likawekwa, kila mtu anaweza kuwa na azimio lake. Na Yohana mlango wa 6 mstari wa 63, Biblia inasema maneno naye waambia leo ni roho na tena ni uzima. Yohana 6:63. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la azimio, tunazungumzia ni neno ambalo linaweza likatamkwa, na lile neno ambalo linatamkwa linaweza likafanya kazi. Ulimwengu wa roho ni maajabu sana. Unaweza kufanya kazi ukathibitisha neno lililotamkwa kama jinsi tunavyothibitisha neno lililoandikwa kama ilivyo Biblia. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa makini sana kwa upande wa maneno yetu au matamshi yetu, kwa sababu haya yanaweza kuwepo. Na tunapozungumzia azimio ni kubwa, ni ulimwengu mpana kabisa, lakini kwa sehemu fulani tu wasikilizaji wangu watanielewa. Kwa mfano kitabu cha Yeremia cha Ayubu mlango wa 69 ule mstari wa 12, anasema waketio langoni unisema na nyimbo za walevi unidhihaki. Kitabu cha Zaburi mlango wa 69 mstari wa 12, anasema waketio langoni unisema nyimbo za walevi unidhihaki. Kwa hiyo lango hapa anasema langoni ni mahali ambapo watu wanaketi, ambao hapo sasa ndio wanapanga mambo kwa ajili ya watu, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya nini. Hiyo sasa wanapopanga hayo ndio tunaita sasa maazimio. Mtu anapokaa wanapanga ni hii, wanainuka wanasema kwamba azimio letu ni hili hapa. Azimio letu ni kupiga kitu fulani. Azimio letu ni kuzuia kitu fulani. Azimio letu ni, bila wakati mwingine pia kujali kwamba watu wangapi watakosa kazi, watu wangapi watakosa ajira, watu wangapi watapata hasara.
lakini azimio linakuwa limeketi na limepangwa. Sasa tunapozungumzia kuhusiana na azimio linaweza likapangwa, yani mke na mume nyumbani wanaweza wakaketi wakaamua kuandaa azimio lao fulani. Hilo azimio wakapagawa na nguvu za kishetani, wakatoka na azimio baya kabisa. Watoto wakaona kama msiba umeingia hapa nyumbani, ama watu ikafika mahali, kwa mfano watu wanasema tunataka kujenga, watu wanasema kama tunataka kufanya hivi. Kwa hiyo sasa hivi hapa watoto wote walikuwa wanasoma shule labda za kiwango fulani cha juu, tuseme labda walikuwa wanasoma international school. Kwa kuna elimu ambayo inapatikana kule tofauti na shule zingine labda. Kwa hiyo wanapofanya hivi nasema sasa, kwa sababu tunataka kujenga, inabidi sasa watoto wote ambao mmefika darasa la 6 pale international school, inabidi sasa tumeamua mimi na mama na baba tumekaza buti. Kwa hiyo bolt imekazwa, kwa hiyo mtatoka sasa kutokea pale juu, itabidi msome sasa kwenye hizi shule zingine ambazo kule mlikuwa mnalipa $700 kwa muhula, ile ni temwe. Kwa hiyo sasa itabidi utoke pale, itabidi mje sasa mwanze kulipa ile $20,000 kwa mwaka. Kwa hiyo hiyo tayari unaweza kuona elimu yake pia itakaa hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa wanapofikia tu pale sasa, yule mtoto akishushwa pale chini anatakiwa toke la 6 aendelee la 7, huku chini unakuta anapotea kabisa, hawezi kufanya chochote wala hawezi kupita, labda apite kwa ile wanasema kudra za Mwenyezi Mungu, lakini unakuta hawezi kwenda. Sasa watoto wenye akili wanasema maazimio ya wazazi haya ndio yametufikisha hapa tulipo. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba tunataka tujenge nyumba. Kwa hiyo sasa tumeamua kujenga nyumba, si swala la shule. Tumeamua kujenga nyumba, sasa hivi ni hivi. Maisha hapa yamekaa hivi. Tutakuwa tunakula mlo mmoja peke yake. Na itabidi utoe kutoka kula saa 6 ama saa 7, itabidi tuje tuule hapa kati ya saa 9 na saa 10 ili uweze kukava mchana na usiku. Utakuwa ni mlo mmoja. Alafu mtu atakayokuwa na shida atabidi amumonye mibuyu ama atabidi ale makwaju ya mikwaju. Kwa hiyo inaweza kuwa pale, hiyo matokeo ya mwisho watu wanaweza kuishi kwenye mashida mengi sana pale nyumbani kwa sababu ya azimio. Kwa hiyo wakati mwingine maazimio mengine yanaweza kuwa ni nguvu za giza zinamfanya mtu awe na maazimio yake. Binti anaweza kukaa mahali akawa na azimio lake, kwamba nimepata mchumba wa kwanza, mchumba wa pili naona wanazingua wanasema. Kwa hiyo sasa naona hii mchezo imekuwa hivi kutoka sasa, sitaki tena. Kwa hiyo anaamua sasa hivi kila msendonaaga kijana akisalimia msichana anasema kwamba mimi siwaamini kabisa. Unajua ni azimio lake ameweka ndani. Kwa hiyo mimi siwaamini. Sasa anaweza kufikiri wote ni namna hiyo, kumbe ni azimio lake ameliweka. Ndio maana kunafika mahali na paswa tuvunje aina fulani ya maazimio ambayo tupo nayo, hasa katika ulimwengu wenye spidi ya mafanikio. Kuna baadhi ya kupitia, kama vile ninavyosema serikali ipitie mikataba upya, ndivyo ilivyo pia kuna sheria ambazo tunapaswa kuzipitia. Fight sana na sheria zitungwe mpya za serikali. Pia sisi wenyewe binafsi kuna sheria zetu ambazo tumejiwekea tunapaswa kuzitengeneza, kwa sababu zinaweza zikatubana pia tusipate upenyo katika maisha. Kwa sababu mwingine ameweka yeye ni yeye, maisha yake ni yeye, ni maamuzi wa mwisho, haulizwi, ambiwi, akemewi, aonywi, hafanyi chochote. Kwa hiyo unakuwa na maamuzi. Sasa katika ulimwengu wa uchumi ambao huko kama hii, ulimwengu unahitaji wa kubadilishana mawazo, ulimwengu unahitaji kumsikiliza mwenzako naye akusikilize. Kuna mambo mengi. Kwa hiyo ukiamua tu kuwa aina fulani tu, mtu unakuwa mtu wa kizamani, unasema primitive, unakuwa mkale nani, si ndio mshamba ama nini, unakuwa mtu wa huko. Sasa kwenye dunia hii utafeli. Lazima uwe na aina fulani ya maisha ya kuishi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unakuwepo navyo. Na ndio maana mtu anasema kwamba nilipo anza kufanya kazi na watu nilijifunza kukaa na watu. Hasira nikaiacha, maazimio haraka haraka nilikuwa naweza kuamua tu hapa imekuwa hivi na hivi na tundika kamba mpaka watu waje uniokoe. Wasiponiokoa mimi najiua. Nimeshajaribu mara 4-5, watu wengine wanasema sema mimi nikishaona mambo yamezidi na koroga sumu ya panya. Lakini nimeanza kukaa na watu sasa, naona kama inaanza kujifunza kitu fulani. Ndivyo ilivyo katika dunia tunaishi. Kuna vitu lazima tuvibadilishe. Kuna mtu ana hasira yake kwa sababu ulikuwa unaishi ghetto mwenyewe, unajihasira unajifungia ndani, kama kitabu kile cha Samuel. Biblia inasema kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Ahithofeli alijifungia ndani kwa sababu shauri lake alikufuatwa na watu. Alitoa wazo mahali watu walipolikataa. Sikulikataa, walitolea ufafanuzi mzuri kwenye kitabu cha Samuel wa 2:17. Walipotoa ufafanuzi vizuri, yake ana nyumbani kwake akajifunika sio akajinyonga na mashuka. Biblia inasema kwamba akafa. Kwa hiyo unaweza kaishi mahali unakuwa na maamuzi yako, alafu unaona watu wakichallenge ile maamuzi, unabadilika, unakasirika, unazira. Ni kama zile watu wanakuwa kwenye hii mitandao ya kijamii, kuna WhatsApp na nini, kuna kuuliza maswali, kuna kuongea. Unaweza kuongea kitu afu mtu mwingine akarusha neno pale kama anakuchallenge, basi nasikia mtu anakuwa kimya, hajibu, achangii tena, au matokeo yake unasikia amelefti, anaondoka kwenye ile kitu pale kwa sababu tu moja ya katika ulimwengu tunaishi haina faida tena hiyo. Ndio unaweza ukalefti kama jambo lina faida, na kama mnapishana
mnapishana fulani kidogo, unapaswa wakati mwingine kutulia, utulie uweze control ile hali. Ndio maana Biblia inazungumzia self control. Lazima tuwe na ile kiasi, lazima uweze. Ukiwa mtu wa maamuzi, usifikiri kwamba unapokuwa mtu wa maamuzi kila jambo, usifikiri utakomoa watu, kwa sababu hao watu ambao unakuwa maamuzi watakuogopa, watakupisha. Kwa hiyo utakapokuwa kupisha, wakati unafanya maamuzi yako, wao wanakaa pembeni tu, unaangukia kule. Kwa hiyo kesho kunakuwa na information nyingine zimekuja, labda wewe unafanya kazi fulani ambao una kitu, lakini kule ndani, baada ya wewe kuleta shida na umekasirika ukalefti kule ndani, mwingine kule kunatokea tenda kubwa huko ndani. Sasa naruhusu, jamani, mwenye kazi hii fundi mechanic nini, mwenye kazi, hebu tokea uchukue tenda hii, wewe ulisha left, unapoteza. Kwa hiyo lazima kufika mahali kuweza kucontrol. Yaani katika hii dunia tunaishi, kila mtu amelelewa katika ulimwengu wake, lakini ili tuweze kusafiri sasa na kuyafikia mafanikio, sasa ndio lengo kubwa, ama tuweze kuweza haya mambo. Sasa dunia ambayo tunazungumzia kuhusiana hiyo, tunazungumzia swala la maazimio. Maazimio ni kitu chenye nguvu ambacho kinaweza kumfanya mtu awe bora katika hii dunia, na inaweza kumfanya mtu akawa kabisa sio kitu kabisa katika hii dunia. Hii yote inafanya kazi katika maazimio. Ndio maana Zaburi ya 69:12 inasema, waketio langoni unisema na nyimbo za walevi unidhihaki. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 ule mstari wa 9 pia anazungumzia kuhusiana na azimio la shetani. Shetani pia analo azimio lake. Azimio la shetani katika dunia, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 10 nafikiri, inasema kazi ya shetani kuchinja, kuua na kuharibu. Hiyo ni azimio lake katika hii dunia, kuchinja, kuua, alafu pia kuharibu. Sasa ukienda mbele kwenye kitabu cha Ufunuo 12:9, Biblia inasema kwamba yeye amekusudia kuudanganya ulimwengu. Tanzania watakuwa sehemu kubwa watu wengi, lakini unapata hawana nguvu. Vitu vingi vya kuzubaisha vijana kufanya wasiwe na maamuzi, wasifikiri, vimekuwepo ndani yao, vimewasababisha vingi sana. Sasa shetani, ili ni azimio lake kudanganya kwamba one day yes, mambo yatakwenda kutokea. Kwa hiyo watu wanaamini tu nini itatokea tu, hata Wakristo kujituma pasipo kuonyesha juhudi zozote. Hamna juhudi yote, mtu anakaa tu anasema zali bana, mimi nasubiri zali tu litatokea na mama kizungu ambaye kule Marekani anataka kushikwa afungiwe kwenye nyumba za wazee, itabidi aruke, akitokea tu huku na mnasa na muoa, alafu mambo yanaweza kutokea. Kwa hiyo wanasubiri bahati fulani. Watu wanatakiwa wasaidiwe kwa kina sana. Wanaharakati nafikiri wengi wananisikia watakuwa wanalifanyia kazi hili. Kwenye kile kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 11, Biblia inasema kwamba nimesema utafika paka hapa lakini hautapita. Hilo ni azimio. Ayubu 38 mstari wa 11, nimesema utafika paka hapa lakini hautapita. Kuna azimio la taifa. Yaani kuna nguvu inaweza kutoa azimio katika taifa zima. Taifa kabisa likapata azimio moja kwamba watu hawataenda umbali huu. Na kweli inatokea chochote, unakuta mtu ile anayetoboa pale ni kwamba ana struggle sana. Azimio la bara kama Afrika, kuna azimio la. Unaweza kaangalia mtu kama bara kama Afrika, vita, vurugu na maviti ya
Bible jao. Kuna azimio liko mahali ambalo kama nitakuwa na muda nitalielezea huku nyuma, vitu kama hivyo tu. Kwa hiyo unaweza kuona kuna azimio la taifa, kuna azimio, yani nguvu za giza zinatoa maamuzi ama watu wanatoa maamuzi kwa ajili ya taifa, azimio kwa bara, azimio kwa mkoa, nchi, hiyo taifa ni nchi. Nazungumzia maeneo ama jinsia ya watu. Azimio kwa ajili ya wanawake peke yao, azimio kwa ajili ya wanaume peke yao, azimio kwa ajili ya watoto, azimio kwa ajili ya boma fulani, ama azimio kwa ajili ya familia au mtu binafsi. Unakuwa na azimio. Mtu mwingine ana struggle kufanya kazi lakini hapati matokeo, hapati chochote, anafanya biashara, anachia kuumia, hata kuuliza leo kwamba nimefanya. Hata wachungaji wanafuatwa, wana maombi, wanaambiwa nini nimefanya hivi na hivi na hivi. Wanajaribu kumueleza umefanya hichi, anasema nimefanya, lakini matokeo hamna. Sasa kama hawana hii elimu kubwa ya kiroho ya siri hizi, unakuta tu mtu sasa naambia tu omba, msubiri Bwana, Bwana atafanya. Na kumbe kuna maazimio ambayo yanaamua watu wasifike umri fulani kwenye mafanikio. Watu wasifikie, yaani kuna watu hawagongi 40 kwenye mafanikio. Wakifikia pale wataanza kupungukiwa, wataanza kuisha na kila kitu kitapotea. Ili ni azimio. Kuna wengine hawawezi kuishi. Kuna wengine unakuta wanawake ama wanaume hawawezi kuishi katika familia. Ili ni azimio. Kuna wengine watoto wa aina fulani, labda wa kike wa kiume, ambao ndio wanapanda, wengine hawapandi, wanabaki pale chini. Haya yanakuwa ni moja kati ya maazimio. Na ndio maana kitabu kile cha, yani ni katazo. Katazo ni kitabu cha Isaya na Ayubu 38 mstari wa 11, anasema nimesema utafika mpaka hapa lakini hautapita. Kwa hiyo tunazungumzia lugha rahisi, ni kama katazo la kiroho kwamba watu wasioe. Katazo la kiroho watu wasiolewe. Kwa hiyo unafika mahali ukuta binti haiwezi kuolewa. Anatokea tu mambo hivi, anataka kuolewa, inaishia njiani. Anapata wachumba wengi lakini haiwezi kwenda. Kuna katazo, unakuta kijana yuko smart na kila kitu, lakini huwa kila anapopata mchumba anafikia mahali wachumba wanamwacha. Kwa watu wengine wa nje wanajaribu kulaumu wale mabinti, kwa nini wanamwacha huyu, umekubali na hivi, lakini kumbe ni katazo kwamba utaishia tu kwa mchumba lakini hautaenda. Ayubu 38 mstari wa 11 anasema nimesema utafika paka hapa lakini hautapita. Kwa hiyo unaweza kuwa umefika paka hapa kwa kitu fulani lakini huwezi kuwa na uchumba peke yake, huwezi zidi pale. Mambo mengi, biashara, unaanza vitu fulani lakini huwezi kwenda. Kwa hiyo mtu anatakiwa agundue kwamba kuna katazo. Ndio maana wafalme wa zamani wengi sana walifanya kazi na watumishi wa Mungu kwa karibu sana, kwa sababu kuna vitu vya kiroho ambavyo wanasiasa hawaviwezi, wala wanasiasa hawawezi kugusa wala kusogea hapo, na wanajua hili. Lakini sasa hiyo wa zamani walikuwa wanapaswa kusafiri na viongozi wa kiroho. Sasa mpaka leo swali laweza likaja, kwa nini leo hawataki? Unajua viongozi wa kiroho walikuwa si kukubali kwa ajili ya vijuisi pale ofisini ama kwenye maofisi yao, hapana. Ilikuwa ni kwamba ili uweze kupata divine instructions, upate maelekezo ya kiungu mazuri sana, kulikuwa kuna mipaka yake. Lazima uishi hivi, uishi hivi, uishi. Sasa kwa sababu ni gharama kweli kuishi maisha, lazima uache mke wa mtu, lazima uache mume wa mtu, lazima uache namna hii, lazima uendeshe taifa vizuri. Sasa kwa sababu hiyo inaleta mchezo, basi inafika tu mahali inabidi watu watafute waganga wa kienyeji ili waishi nao. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanatawala nyuma wachawi na nini, na ndio maana mambo hayawezi kwenda, mambo yanakuwa magumu kila siku, kwa sababu hao ni tatizo pia. Sasa watumishi wa Mungu walikuwa wanatakiwa walete information kutoka kwa Mungu, wawape hao watu ili vitu viweze kwenda. Lakini Daudi alifanikiwa nyuma hiyo. Sio tu kipawa cha uongozi kilisababisha mtu kuongoza. Kuna watu wa Mungu wanaweza kuwepo kusaidia wa politicians na nini waweze kufanya, lakini inakuwa ngumu kwa sababu ya zile sheria na zile amri za kimungu, kwa sababu Biblia inasema msingi wa Mungu umesimama ulio imara sana, na wote ambao wanamtaka Mungu na kumwamini Mungu sharti waache uovu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba maisha ya kiroho yanafanya kazi katika ulimwengu wa namna hiyo. Kitabu kile cha Isaya mlango wa 60 mstari wa 61 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3, kitabu cha Isaya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza hadi wa 3, anasema Roho Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta ili kuhubiria nyenyekevu habari njema, kuhubiria hivi na hivi wagonjwa na nini waliofungwa baada ya kufunguliwa kwao. Lakini mstari mmoja katika hiyo kwanza hadi wa 3 anasema ili kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Bwana Mungu wetu. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Ile neno kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, anazungumzia declaration kwamba pamoja na kwamba mwaka kama huu unakuja, hata ile zana ya kwanza ya kushangilia mwaka mpya, ile zana ya kwanza ya kupigia mafataki, ile zana ya kwanza ya kushangilia sana, watu wanatoka wanapiga makopo yale madebe. Zana kabisa, ukiangalia chanzo chake kilikuwa ni kwa ajili ya declaration. Yaani mtu
yoyote lazima alikuwa anashangilia ule mwaka, na ndio maana walikuwa wanaamini kwamba huu mwaka kama utakukuta umelala, maana yake ni kwamba unaweza ukalala mwaka mzima. Kwa hiyo watu walikuwa wanajitahidi hata kama wamechoka, anaambia tunaombeni mniamshe saa 6 kamili, kabla ya saa 6 kamili, ili na mimi nione mwaka mpya alafu nirudi kulala. Kwa hiyo hiyo yote ilikuwa inazungumzia swala la declaration. Na ndio unaweza kuona government mbalimbali na nini, kunakuwa na sababu ambazo wakati mwingine hazina msingi sana, lakini zinajaribu kuzuia. Watu wengi wamepitiliza, wanaweza kupiga madebe mpaka wanaweza haizuii kupiga makelele, lakini nafika mahali watu wanachoma barabara, lami. Unajua lami sasa inaungua, alafu unaweka matairi unachoma pale, tairi unaleta uharibifu ambayo sio kitu kizuri. Lakini ndio maana makatazo mengine yanafanyika kama haya. Lakini sasa makatazo yanaweza yakaenda mpaka ikafika mahali kwamba mwaka mpya hata watu walale kabisa. Dunia inaweza kufikia mahali mwaka mpya watu walale, waamkie tu kesho kumekuwa tarehe moja. Lakini hii yote ni kwa sababu kuna kitu kinapingwa, kwa sababu yote ilikuwa ni kwa ajili ya declaration. Kuna watu katika hii dunia ambao wao hawamjui Mungu kabisa, huyu Mungu, lakini wao ni kwamba walikuwa nafuatilia issue fulani kuhusiana huko Haiti. Kuna watu ambao wanaabudu miungu ya voodoo na nini huko Haiti. Wao wanaamini kabisa kwamba mtu anapotangaza kwenye mwaka mpya kwamba sitaweza kuwezwa na nguvu yoyote ile, ni kwamba huyo mtu wanazungumza, yani zile nguvu nyuma ya wazee wao wa kimila na nini, wanawaambia kabisa mambo ya usuyo serikali kuheshimu tutabitu ya heshimu, lakini mambo ambayo yatainuka kutoka kwenye serikali ya kukandamiza watu hatutaweza kuyakubali. Kama wale watu wanaitwa monk wale huko Mongolia na wapi kule Tibet kule, wanakuwa na hizo wanakuwa na hizo nani zao hizo, kama yule kiongozi wao anaitwa Dalai Lama. Jana mimi pia ni mchambuzi wala kiongozi wao anaitwa Dalai Lama kule Tibet. Wao wanatoa maazimio, wakitoa ile maazimio China si wapi wanasimama na bunduki zao, lakini hao watu hawawezi kutoka barabarani kwa sababu kuna azimio kwamba mambo ya haki tunayatii, lakini mambo ya kutuonea hapa. Sasa inabidi dunia iungane tena kwa ajili ya ule umoja wa kidunia wa kishetani. Inabidi waungane sasa kutengeneza sheria ya kudhibiti mambo ya declaration, ili wao wawe na declaration yao peke yao, ili watu wasiweze kutoa matamshi. Na ndani ya mwezi huu wa Januari ambao tunaomaliza, imebaki wiki moja tu sasa tunamalizana nao huu mwezi. Ndio maana pia Victor Faith tumeweka maombi ya kila siku katika wiki hii kuanzia kesho Jumatatu saa 11 jioni tumeweka maombi ya kwa ajili ya declaration. Sasa tunapozungumzia hapo kwenye kitabu cha Isaya, Mungu anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Yani mwaka wa Bwana uliokubalika mimi kufaulu, mwaka wa Bwana uliokubalika kuoa, mwaka wa Bwana uliokubalika kuolewa, mwaka wa Bwana uliokubalika mimi kujenga nyumba, mwaka wa Bwana uliokubalika mimi kupata kitu fulani. Hii hapa anasema kwamba kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mungu anapokubariki ni sawa, lakini mahali pa declaration, mahali pa kutangaza, usipochukulia nafasi kutangaza yale mapenzi ya Mungu katika maisha yako, unaweza kaishi ama ukatokea kwenye tabu. Kwa mfano, Biblia inaelezea kuhusiana na zile baraka za Mungu katika maisha ya watu, lakini zile baraka zinapokuwepo, kama kitabu cha Yeremia 29:11 asema mawazo nayo kuwazia ni mawazo ya amani. Sasa inafikia mahali lazima pia kuwe na kutangaza, lazima kuwe nafika mahali kutangaza yale mawazo ya Mungu katika maisha yako. Najua ni mawazo nayo kuwazia ni mawazo mazuri, lakini lazima uyadeclare, uyatangaze katika ulimwengu huu. Na adui, ndio maana ukijua swala la declaration, haijalishi uko umbali gani hapo ulipo, watu wamemiliki vitu gani, na ukijua kukamata hiyo eneo la declaration, ukaanza kudeclare vitu, huwa kuna breakthrough kubwa sana, kuna nguvu sana katika kinywa. Na tunaona pia kwenye upande wa Joshua, Mungu akimwambia Joshua kuhusu kwenda kukabili mji wa Yeriko, akasema zungukeni ule mji na mpige kelele sana. Sasa mwisho anaambiwa mpige kelele sana. Mungu alikuwa anazungumza kwamba hapa sasa unaona lazima huu mji, pamoja na kwamba mnauzunguka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya mwisho ile mtazunguka mara 7, alafu mtashout, na ule ukuta ulianguka kimaajabu. Unajua ule ukuta haukuanguka kwenda nje kwa sababu ungewaangukia wale majeshi, wala hakuangukia ndani kwa sababu ungeangukia vitu ambavyo wanapaswa wao kuvitawala. Kwa hiyo ulianguka kwa kushuka chini, na hiyo inaonyesha kitu cha ajabu sana cha kiungu. Anaangalia ni kelele tu zinazungumzia pale, na ndio maana mtu anapokuambia kitu fulani akakutamkia, unapaswa kuitika amen kutokea ndani kabisa, kwa sababu ile ni declaration. Na mapepo yanachukia sana mtu anapotamka vitu.
ambayo Waswahili wanasema kunuiza. Ni nguvu sana, ina nguvu sana katika nani lile la kutangaza. Yesu anasema nimepakwa mafuta maalum si tu kuponya wagonjwa, kutangaza mwaka wa Bwana. Kwa unaweza kuona kutangaza hii Januari, huu mwaka 2016, kutangaza vitu. Unajua unatangaza, kutangaza maisha ambayo unataka kuyaishi, kutangaza vitu ambavyo unataka kuviendea. Sasa hii tu haitatosha, lakini unatangaza baada ya kutoa declaration, alafu unaingia sasa katika utendaji. Na hii unaweza ukaenda na unafikia mambo mengi sana. Tunapaswa kuwa kwenye declaration. Yesu anasema kwenye Isaya 61 mstari wa 1 hadi wa 3, anasema nimetiwa mafuta maalum kwa ajili ya kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Ni sawa na kabineti iliyokaa dhidi ya Yesu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 26 mstari ule wa 20 mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Walikaa wakisema tunataka kumuua Yesu. Ile ilikuwa ni kabineti. Hiyo sasa ni kama declaration, watu wanakaa alafu wakatoka na azimio moja, tumuue Yesu. Na hata Yesu aliposhikwa watu wakasema jamani, huyu mbona hana hatia? Lakini watu kwa nia moja wakazungumza lugha moja wote, wakasema kwamba, wakaulizwa tumtoe Baraba yule mwizi alafu tumuingize Yesu kwenye mtego wa kumuua, au tumwachie Yesu na Baraba wa. Wale watu wakasema kwamba heri huyu mwizi Baraba aachiwe ambaye anapora vitu vyao, heri aachiwe huyu Yesu ambaye anaponya watu magonjwa yao. Yesu hakuja kuponya, wala hatuoni siku moja aliponya Mariamu mama yake. Huyu Yesu aliponya watu huko nje, ile wanasemaga watu baki waliponya. Lakini hao watu waliofufuliwa watoto wao watu wakasema awawe huyu mtu. Kwa unaweza kuona declaration ni roho inayokalia watu. Ndio tunasema the spirit of declaration ni roho kabisa, inakaa ndani ya mtu, alafu mtu anatoa maamuzi makali. Na ndio maana unaweza kuona kama hawa watu wanaitoa kafara. Unajua kafara watu wengi hawazijui. Watu wengi wanapotoa kafara inatolewa ni mtu ambaye wanasema wanatoa kichwa. Yaani unatoa mtu ambaye huyu mtu ana ubora fulani. Unakuta mtu anamtoa, mwingine anamtoa mtoto wake ambaye ndio anamsaidia pale nyumbani, mwingine anamtoa mama yake, yaani wanatoa watu fulani. Kafara hawezi toa gogoi. Wanatoa mtu ambaye ni kichwa kabisa. Kwa unaweza, kwa nini afanye mambo haya? Ni kwa sababu kuna declaration fulani. Hao watu ambao wanachinja watu, unaweza kuvaa vitu kaenda kujilipua kwa watu ambao hawana hatia. Unajua kama ni mwanajeshi inabidi mtangaze vita, mwingie msituni mpigane na wanaume wenzako. Lakini unapovizia watu wako hotelini, watu kwenye mgawa, wanafunzi wanasoma shuleni, unawaattack, unaweza kuona kuna nguvu nyuma ya hiyo declaration baya chafu. Inafanya watu wanakuwa na moyo mkali. Unaweza kutoa kisu kwenye ala umchinje mwenzako. Kwa hiyo unaweza kuona kuna vitu si wao kama wao moja kwa moja, lakini kuna wanasukumwa na azimio. Kwa hiyo azimio ni kitu kikubwa sana. Azimio linaweza kufanya nchi kuwa tajiri. Azimio linaweza kufanya nchi kuwa maskini kabisa. Azimio linaweza kumfanya mtu kuwa fukara hapa duniani. Hata umuombee kwa jinsi gani, unaweza usimtoe pale kwa sababu ya azimio lile. Ndio maana wakati mwingine tunapaswa kutangua maazimio ambayo tumeyaazimia ndani yetu. Mambo kama haya yanafanya kazi sana katika dunia yetu. Biblia inaeleza sana kuhusiana na haya maazimio yanaweza kutolewa. Maazimio yakatolewa ya mikoa, maazimio yakatolewa ya biashara, maazimio yanaweza kutolewa ya kuoa, kuolewa, kama vile Biblia inavyosema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, Isaya 61, kama kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, mimi kupata hichi, mimi kufaulu. Kwa hivyo watu wanaweza kuwa na hayo maazimio nyumbani. Wanafunzi wanapaswa kuwa na haya maazimio yao mapema kabisa hii Januari. Unapozungumzia hii kwa sababu kuna nguvu ambazo toa maamuzi sana katika hii dunia, na huwezi kupambana na azimio kama hujui mahali ambapo, yani hujui vyanzo vya maazimio. Maazimio lazima, kama vile watu hawakujua kama watapigwa bakora, watu wamekaa Arusha wanafanya azimio lao. Ndivyo ilivyo, lazima ujue source, vyanzo vya azimio. Kwa mfano watu wanafanya maazimio katika njia panda. Sasa na Ezekiel 21 mstari wa 21 hadi 23, watu wanafanya maazimio katika njia panda. Ama ukianza Ezekiel 21 mstari wa 18 hadi 23, anaeleza, anatoa wazi njia panda kwenye vichwa vya njia, crossroads zile, watu wanaweka azimio. Watu wanakuwa pale kwa sababu ni eneo ambalo watu wengi wanapita, lina maana nyingi sana. Kuna azimio watu wanaweka barabarani, mabarabara unakuta watu wamemwaga kitu fulani, haya ni maazimio. Watu wanamwaga magome ya mayai,
huku ametamia, mwingine anaoga na mandulele yale, anavunja nazi, anarusha pale. Hayo yote maazimio haya yana maana. Watu wanaporusha ni azimio mtu anatoa. Wengine wanatoa maazimio viwanjani, watu wanasimama kwenye viwanja wanatoa. Kwa hiyo vyanzo vya maazimio ni vikubwa. Yesu siku moja aliwahi kupita pande za Kaisaria Filipi, akawaambia wanafunzi wake, watu wanasema mimi nani? Watu wanauliza mimi nani? Mwingine akasema wewe ni fundi. Kila mtu akaongea kitu chake. Yesu akauliza Petro, na nyie wanafunzi, mimi nani? Petro akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Petro, na si mwili na damu vimekufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Na wakati wanazungumzia tu pale kwamba si mwili na damu, bali ni Baba yangu aliye mbinguni, akamwambia sasa kwako wewe Petro, nitaenda kulijenga kanisa langu, mstari wa 18 kuendelea, ambao malango kuzima yataliweza. Yesu alikuwa anamaanisha kwamba anaenda kulijenga kanisa kupitia Petro. Ni kanisa ile anaposema sio baba, sio wewe umejua, ni babangu amekufunulia. Alikuwa anamaanisha kwamba anaenda kulijenga kanisa lake kwenye mwamba wa revelation, mwamba wa ufunuo. Sasa na kitabu cha ufunuo cha Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 anasema Mungu awape ni roho ya ufunuo. Kwa hiyo unaweza kuona alikuwa anazungumzia nitajenga kanisa langu juu ya ufunuo. Mwamba, ufunuo ni mwamba. Ukiwa unaomba ukapata ufunuo juu ya kitu fulani, wewe unaweza ukakishinda. Mwamba anazungumzia ni eneo lisilowezwa. Kwa hiyo anaposema nitajenga kanisa langu juu ya mwamba, malango kuzima yataliweza, anamaanisha kwamba nitajenga kanisa langu kwenye mwamba wa ufunuo, ambao sasa ukiwa na ufunuo unaweza ukashinda vitu vingi sana. Sisi tukikosa ufunuo, ufunuo ni kujua. Unaweza kupata ufunuo Mungu akakupa kupitia Roho Mtakatifu moja kwa moja. Unaweza kupata ufunuo kupitia kujifunza, kama watu wanavyojifunza leo kupitia radio hivi, anajua kumbe ninapoomba sasa kuhusiana na maazimio lazima nishughulike, ni deal na maazimio yanayofanyika barabarani, maazimio yanayofanyika njia panda, maazimio yanayofanyika kwenye viwanja dhidi yangu mimi, maazimio yanayofanyika kwa sababu hayo manjia panda, hizo crossroad, hizi nini zinaitwa roundabout, hizo zote ni kama madhabahu za hao watu kutoa maazimio yao. Kwa hiyo unapoanza kuomba ukaanza kuattack yale maeneo, ukaanza kuyakamata yale maeneo, hayawezi kutoa majibu kwenye yale maazimio yao walioazimia watu wafe, kuwe na ajali mingi, kuwe na vitu kama hivyo. Watu wakikabili maazimio yale, kuna mambo mengi hayataweza kufanya, kwa sababu maazimio mengi ni mapenzi ya kishetani. Kwa kitabu cha Isaya mlango wa 69 mstari Zaburi 69:12 anasema wakati langoni unisema na nyimbo za walevi ni dhiki. Kwa hiyo watu wanaketi. Kwa hiyo tunaposema njia panda, tunaposema viwanjani, kwenye mabarabara na nini, au kwenye mamiti, haya ndio maeneo ambayo watu wanakutana kufanya maazimio. Sasa ukiwa unajua kuhusiana na maazimio, unapoomba kubatilisha ama kutangua yale maazimio, kama Isaya mlango wa 7 na mstari wa 7 anasema jambo hilo halitakuwa, walilokusudia juu yangu halitakuwa. Zaburi nasema kwamba sitakufa bali nitaishi, ili asimlie mapenzi ya Mungu, mambo makubwa kwa Mungu wangu. Sasa pale unapokataa kwamba sitakuwa mkia, nitakuwa kichwa, Kumbukumbu la Torati 28, unapokuwa ukitangaza mambo yale, lazima ujue kabisa kwamba maazimio yaliyoketi barabarani, maazimio yaliyoketi kwenye majumba, watu wakisema nitakuwa maskini, wakisema nitakuwa fukara, sitakuwa. Yani lazima uloketi ufuatilie, ugundue yale viwanja ama ugundue yale maeneo ambayo wanasimamia kama madhabahu, tunaita point of contact. Kwa wanaposimama kule ndio wanaanza kushughulika nayo. Labda nizungumzie haraka sana kabla tujaenda kwenye message time imekimbia, labda niweze kutoa mambo fulani kuhusiana na haya maazimio. Unapozungumzia kuhusu azimio, kuna ya kwanza tunasema spiritual forces, yani ulimwengu wa roho unaweza kutoa maazimio juu ya nchi, juu ya mtu binafsi, juu ya watu na mambo kama hayo, au kanisa lazima likatolewa azimio fulani, lakini ulimwengu wa roho. Sasa na kitabu cha Daniel 10 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 13 anasema mkuu wa Pasha alinizuia. Kwa kuna nguvu za kiroho ambazo zinaweza kutoa maazimio, watu wafe, kuwe na majanga, kuwe na umaskini, kuwe na madeni, mambo kama hayo yanaweza kaachiliwa. Hiyo pia tunaita ni azimio. Ya pili tunasema ni physical elders, yani watu ambao wanaketi alafu wanaamua. Physical elders tunasema wazee wa kimwili, ni watu ambao wanaketi physically hivi kabisa, lakini wanaamua kwamba fulani hatafanikiwa, ndio wanasema tuone kama atapita, tuone kama atainuliwa. Hayo sasa yanakuwa ni watu wanaketi mahali kutoa azimio fulani dhidi ya watu au maeneo. Unaweza kuishi mahali Jeff, kumbe kuna maazimio fulani pale mahali unaishi, watu pale hawafanikiwi, wala wewe ambao unakuwa pale unakuta hupenyi pia. Hiyo yote ni kwa sababu ya maazimio. Na namba 3 tunazungumzia ya 3 nasema political cabinet. Cabinet za cabinet ni nini? Za kisiasa.
mikutano ya kisiasa, wanaweza wakaketi alafu wakatoa maazimio fulani ambayo yanaweza kuwa mabaya wakati mwingine, bila kujali chochote wanaketi wanaamua. Kwa hiyo maazimio kama yale yanaweza kuketi kutesa watu, kwa sababu azimio ni kwamba watu waweze kufurahi ama watu waweze kulia, inategemea unatoa azimio kwa jinsi gani. Kwa hiyo unaweza kuachilia maazimio ya kuathiri maisha ya watu, unaweza kutoa maazimio ya kuleta shida kwenye maisha ya watu ama kufanya watu waweze kuwa na furaha. Hii yote ni maazimio. Kama kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 3, Mungu anatangaza ulimwengu, anasema iwe nuru, inakuwa nuru. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 kabisa, ile mistari yote ya kitabu hicho cha Mwanzo mlango wa 1 utaona ni matokeo ya declaration, yani dunia imefanywa kupitia maazimio yakitangazwa. Kwa hiyo Mungu akasema iwe hivi, Mungu akasema iwe. Mlango wa 1 wote wa kitabu cha Mwanzo ilikomeshwa lile giza na declaration. Kwa declaration inaweza kukomesha giza lolote kwenye ndoa, giza lolote kwenye biashara, giza lolote kwenye afya ya mtu. Kuna vitu ambavyo unapaswa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaumwa cancer, niliwahi kumpatia scripture maandiko 40, nikampatia maandiko 40, imeandika sema endelea, kwa sababu umeenda hospitalini na tiba inaonekana hamna ili gonjwa. Kwa hiyo akawa anakiri, nikamwambia wewe endelea kukiri haya maandiko, endelea kumwamini Mungu anaweza. Hizi ni ahadi za Mungu. Unajua amefikisha maandiko 38, ameamka ameenda, mpaka leo cancer hakuna tena. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa na kidonda kikubwa sana katika mguu na ameishi nacho miaka 9 na kimejaribu kutibika, kinaonekana ile kidonda ndugu. Gamba scripture, nikamwambia simama na maandiko tu. Asema watu wamenitenga apostle, watu wataki kukaa na mimi kwa sababu kidonda kinanuka na hivi. Nikamwambia sawa, lakini maandiko hayatakuacha. Amesimama na ile maandiko, amekiri yale maandiko, mbali nilipata tu maandiko mengi yako, anayakiri na kiri na maandiko. Leo huwezi kuamini, ana alama inaonyesha kuna kidonda, kulikuwa na kidonda, lakini leo ile kitu imeisha. Declaration ina nguvu kubwa, na wasikilizaji wangu wasipuuze, wasilidharau jambo hili ambalo tunalizungumzia. Kwa hiyo political cabinets wanaweza wakaketi, wa siasa, mikutano ya kisiasa naweza wakaketi, inapitisha mshahara unaingia, wao wanaingiza kila kitu pale. Wakiingiwa na shetani alafu wanaamua tu kupanga kufanya hivi, watu watalia katika nchi, watu watapitia nyakati ngumu katika nchi kwa sababu tu ya maazimio yametangazwa pale. Kwa hiyo kuna ya tatu ambayo tunasema maazimio kisiasa yanatolewa dhidi ya mkoa, nchi, taifa na mambo kama hayo. Number 4 wanazungumzia inaitwa universal cabinet. Kuna makabineti za kimataifa za dunia. Kabineti za dunia zinaketi, ambayo sasa hapa ndani ndio wanaweza kupitisha kama hivi vitu unasikia vyakula vinaitwa vya GMO wanapitisha hapa. Ndio wanazungumzia mambo ya UN wako hapo ndani, ma Freemason ndio wako hapo ndani, New Age movement wako hapo ndani. Unapozungumzia mambo ya Illuminators, watawala wako hapo ndani. Kwa hiyo unapozungumzia kwamba mambo ya declaration, unaweza kugundua sasa kwamba kanisa kama kanisa lina shida, kwa sababu mtu akinunua kabaskeli anaonekana Freemason, kabaskeli kagia, kwa sababu sasa anaonekana akiendesha hatoki jasho, basi inaonekana na shida. Lakini sasa dunia kuna hiyo universal cabinet ambao hao ndio wanakaa hapo, ndio kuna mambo ya Freemason. Kuna kipindi fulani mwaka 1638, mimi ni mtu wa information, mwaka 1638 kulikaa mkutano mmoja ambao huu mkutano ulikuwa ndio mkutano wa kwanza wa Secret Society ulikaa mwaka 1638. Huu mkutano ulikuwa lengo lao kubwa, makauli mbiu yao ya kwanza ilikuwa ni kuficha ulimwengu katika mambo ya ukweli ya kiroho, na ilikuwa ndio imekaa wakakaa mwaka 1600, ni mbali kweli. Mwaka 1638 wakakaa kuficha. Kwa hiyo kutoka mpaka leo hii hapa kuna mambo mengi ya kiroho, ulimwengu umefichwa na kanisa limefichwa, kwa sababu unaweza kuona leo mtu Jeff ukivaa kasuti fulani kakang'aa hivi, jamaa anasema tayari Freemason huyu, na bahati mbaya sana upate kasuti yako alafu jirani mtu afe ama katika ukoo mtu anguke, ndio basi imekuwa mbaya. Kwa sababu inaonekana kama huko ndio uchawi. Lakini hizi vitu tunazungumzia maazimio, hao ma Freemason hao hawadili na vitu jamani vidogo, kununua kakagari, hapana. Hao Freemason ni deal kubwa. Hao ni watawala ambao wanatoa maazimio makubwa katika dunia, watu waweje. Hao ndio maazimio makubwa ambao wanaamua, ni vitu yenye tija, sio hizi vitu ndogo hizi wanafikiria mtu kujenga kanyumba akabahatika kufanya gorofa. Hizi vitu ni mtu anakopa pesa ama anamewekeza pesa zake anafanya. Lakini Freemason hawa wanaishi kwenye hiyo inaitwa universal cabinet. Au sasa wadili na sacrifice makubwa katika dunia. Watu wanaishi na makafara mazito. Hizo kafara kama hizi sasa unasikia mauaji makubwa, maajali ya ajabu ajabu. Hawa ndio unakuta wana engineer. Kama sasa hivi kama unaangalia katika dunia
kuna uhamiaji wa ajabu. Watu wanahama kutoka nchi zao wakikimbia, wanakata kule Kosovo, wengine kenda Ujerumani, kenda, yani kumekuwa na watu wanahama kutoka pande moja kwenda nyingine. Hii sio kama ni kitu kizuri sana, kwa sababu nchi zingine wanazohama si kwamba zina vita. Watu wameoa kuhama, watu wanaingia kama wiki tu mbili nafikiri sasa, watu zaidi ya 120 na kitu wamekufa maji, watoto zaidi ya 7 ndani ya wiki 17 wamesha kufa katika maji. Kwa hiyo unaweza kuona mambo kama haya, hawa watu wanadili na hayo mambo mazito katika dunia, kufanya vitu, watu wanaamini kusafiri na vitumbu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo ambayo yanafanyika katika hii dunia. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vipo ambavyo tunaishi navyo, ambavyo ni tatizo katika ulimwengu wetu. Sasa hawa tunapozungumzia ulimwengu hawa masonry, New Age Movement. New Age Movement ni taasisi ya kishetani ambayo inadili na vijana. Yani yenyewe ni kudili na vijana. Hiyo ndio imeweka kitu kinachoitwa Sony Industry ama Music Industry. Hao ndio wanadili na mambo hayo, kuwakamata vijana. Na si tu muziki pekee yake. Hao ndio wanaingiza usafirishaji mkubwa wa madawa kulevya katika dunia. Kwa mfano leo madawa kulevya yanasafirishwa na vitu kama manual. Unajua manual sio kitu ya mtu kabisa. Kwa manual ni vitu za kijeshi. Ni vitu kubwa, na kuna nchi ambazo hazina manual kabisa. Lakini unaweza kuona ni chombo kinachopatikana kwa gharama kubwa sana, na ni chombo cha kijeshi. Lakini leo vinasafirisha madawa kulevya kutoka Mexico, Colombia, kwenda Pakistan, kwenda India, kutoka Asia kuja Afrika. Dampo kubwa la mwisho ni Afrika. Sasa unaweza kuona hii ni business kubwa ya wakubwa ambayo inafanya kazi, na hiyo ni sio kazi ya Freemason. Hiyo ni kazi ni kama kitengo hicho lakini hawa wanaitwa New Age Movement. Hawa wana deal na vijana. Hawa ni nguvu kubwa sana kufanya vijana wapige madawa kulevya, vijana wavute bangi, vijana wawe majobless, watai kazi, vijana wanakuwa hivi, yani ndio shughuli zao kubwa kabisa hivi. Kwa vijana kwa na maisia wanakuwa hivi, lakini kumbe wanafanywa wapoteze future zao. Ni mikakati mikubwa wako nayo. Hawa ndio wamegundua vitu ambavyo sitamani kuvitaja kwa sababu sitaki watu wasifanye, lakini hao ndio wamegundua vitu kama hizi zinaitwa pool table. Hao ndio wamegundua vitu kama haya. Malengo yao makubwa yote hayo ni kufanya watu wawe na muda mwingi wa kupoteza wao kwenye kucheza hizo pool table. Hizo ni shughuli zao ambazo zimekuwa, sisemi watu wasifanye, wasicheze pool table, hapana. Lakini hizo ndio vitu zao, kudili na vijana, kuhakikisha nguvu kazi ya dunia inapotea ama haipo. Na hawa sasa ndio wanashughulika na mtu yeyote katika hii dunia atakaposimama na kujaribu kuutoa ukweli kwenye kizazi chake, huyo mtu atapata shida kubwa sana. Na ndio unaweza kuona kipindi sasa kuna mtu mmoja ambaye alipigwa risasi, alikufa, anaitwa Tupac Shakur, alikuwa ni mwimbaji. Huyo kijana alikuwa akiimba nyimbo moja. Huyu jamaa alikuwa yeye anaishi maisha yake ya kiduniani, lakini sasa akawagundua au Illuminators, akaanza kuwapiga, akawaponda kwenye nyimbo yake, walimfanyia vitu vibaya sana. Mtu mwingine anaitwa Bob Marley aliingia kule kwao, akatoka. Alipotoka kule kwao akaanza unapoanza kufunua siri zao, huo unakuwa adui yao mkubwa sana, kwa sababu convention yao ya mwaka 1638 ilikuwa ni kuficha ulimwengu. Ndio wakatangaza kitu kinachoitwa inaitwa covert, ama walikuwa wanaita secret society, jamii ya siri. Inaendesha mambo kwa siri, na ndio maana unaweza kuona hii yote kumtaana, sio huyu ni Freemason, waongo wakubwa kabisa. Hao watu wanazungumza fulani ni Freemason. Freemason ni society ya siri. Uwezi kuamka asubuhi na mtu amenunua Land Rover ukasema ni Freemason. Nani amekwambia? Freemason, unasikia kanisa hili la shamili sana, hili kanisa linaenda hivi, huyu ni Freemason. Ni vitu vya kijinga ambavyo vinaingia katika maisha ya watu wanapaswa kufundishwa. Hao wana kitu kinachoitwa secret society, kuficha ulimwengu ukweli. Na ndio maana wanapozungumza hao watu wanajua ukweli, na wapo, lakini sio kama Freemason wapo, lakini wanapoona watu wanatapatapa, mimi hapa badala ya kuchimba nijue Freemason wanadili na vitu gani, naona Jeff ndio Freemason, basi wao wanawapa nafasi ya kuchukua ground zaidi. Wana take more grounds kwa sababu ya jinsi ambavyo sisi wanasema vita vya nini zile kunguru ama nini, kwa chakula cha kunguru, vita vya panzi. Kwa watu sisi kama tukifight kama panzi hapa chini, basi wale wakubwa tunawafaidisha kuendelea kuchukua grounds zaidi, kuchukua maeneo zaidi ya kiroho, ya kiufahamu. Na dunia kama dunia, hasa dunia ya Kristo, dunia ya watu ambao hawamjui Mungu sana, lakini pia hawajihusishi na mambo ya kishirikina, ni dunia ambayo pia haijui mambo haya yaliyojificha sana huku ndani ya kiroho, ambao watu wanapaswa kuyafahamu. Kwa hiyo
tunapozungumzia Ezekiel 21 mstari wa 21 hadi mstari wa 23, anazungumzia huyu ni mfalme amesimama kwenye barabara, alafu akaanza kutoa matamshi, akaanza kutoa manuizi, akaanza kusema vitu vikubwa kama declaration. Sio kama studio namba 2 naona. Asante sana. Na msikilizaji, basi wakati huu dakika ni ya 5 kuelekea dakika ya 6 tangu itimie saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Studio namba 2 tayari iko tayari hapa kwa ajili basi ya kukujuza yale ambayo umeweza kushiriki nasi hapa studioni. Na Mlidia, karibu. Asante sana Geoffrey. Nina message kwanza kwa mtandao wa Facebook wa Victory Faith Ministries Church. Tulituma tangazo, nashukuru Mungu limefikia watu 948. My God. Na message tulizopata ni kuna ambao wako Kigoma. Wanauliza huko Kibondo, Kigoma, hii radio haifiki. Nafikiri kwenye mchakato sasa. Kwenye mchakato itafika, na pia kwa sasa hivi wanaweza katupata kwa ile njia online. Lakini pia tuna Evasta Munisi, yeye aliuliza, nafikiri kwa kabla, maana alituma message saa 9. Aliuliza nawezaje kuweka maazimio. Sasa sina uhakika kama Evasta Munisi huko anatusikiliza hivi sasa, angekuwa ameweza kujifunza mengi. Ndio kama atakuwa online atakuwa amejifunza vitu vingi. Lakini kwa upande wa message pia tumepokea message chache, wapendwa wasikilizaji. Kwa mtu ambaye ana kitu chochote anataka kututumia hapa, iwe ni maswali, unaweza ukatuma sasa ili tuweze kusoma. Kama una swali uweze kujibiwa hapa studio. Tuko na message kutoka kwa Recho Amererani, anasema Shalom Apostle. Shalom. Uko juu. Amen. Wewe ni taifa, Mungu akuhifadhi sana kuhani. Amen, amen. Asante kwa mafundisho ambayo hatuwezi kuyapata popote duniani, labda mbinguni. Amen. Mfano, nani angetufundisha habari za pet forging. Ili ni somo ambalo ulifundisha kule kanisani. Ndio lahusiana na kubeba mambo madogo. Yeah. Na hakuna mwanamke hana hero. Yeah, pet forging. Yeah. Kukumbushia makosa, maudhi, kweli wewe ni kuhani. Amen. Kweli akupe roho ya ugunduzi, Isaya 11:2 iwe kwako. Hallelujah. Apostle, Mungu akuhifadhi, akufiche. Amen. Uwe baba wa vizazi na vizazi. Nashukuru sana Rachel. Yeah. Natamani wachungaji wote wakusikie kwa umakini sana. Amen. Ili Wakristo wasiangamie. Hallelujah. Big up. Big up too. Tunakushukuru sana Rachel kwa message nzuri sana. Amen. Tuko na message nyingine kutoka kwa Beatrice na Godwin. Yeye anasema the rock of all ages, mwamba wa miaka yote, the man of God. Amen. The man after God's heart. Amen. Apostle Vincent, we want to appreciate and recognize your wonderful work you are doing under the sun. Hallelujah. Thank you for the light you have shed in lives. Amen. We have realized whatever a person is today, behind it is the declaration. Hallelujah. May God keep you alive forever. Amen. Unajua nafikiri Godwin na Beatrice wameketi chini kabisa, masomo yangu haya wayapate kwa lugha ya kule. Naam. Kwa hiyo inapendeza sana. Inapendeza, nzuri sana. Amen. Nzuri sana. Nafikiri wanapata kahawa sasa. Naam. Ya kabisa, umetulia, napata kahawa. Amen. Tuko na message nyingine, yeye hakutuambia jina. Anasema tu Apostle Vincent, Mungu awape nguvu na kibali kwa jina la Yesu. Isitokee chochote kusumbua. Nafikiri anazungumzia studio sasa. Yeah. Nafikiri kuna mahali alikuwa amepata. Sasa nafikiri akawa anaona hapa sije kaletea usumbufu. Ndio. Yeah, hii ni kwa upande wa message. Tunasubiri message nyingine, lakini pia kwa njia ya mtandao wa Facebook tuko na messages nyingi kutoka Tanga, Iringa, watu wakiwa na maombi mbalimbali. Hawa watajibiwa, nafikiri pia watapewa instruction nini cha kufanya na Apostle Vincent kupitia mahitaji ambao wametutumia hapa, na kwa sababu walituma kwa private message ya Facebook, tutaweza kuyasoma hapa hewani. Tutaweza kusoma. Yeah, tutawajibu wao moja kwa moja. Ndio. Kwako Geoffrey, tukiendelea kusubiri message nyingine. Asante mpendwa msikilizaji, basi wakati huu dakika nazo zinazidi kukimbia, ni takriban 14 kuelekea dakika 15 tangu itimie saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nakumbuka pengine ikiwa ndo kwanza kabisa jiunga nasi hapa studioni, mambo yakiwa mazuri namna hii,
hakuna shaka, sina shaka zaidi kutoka kwako msikilizaji, mambo yanazidi kuwa mazuri hapa. Na pengine namba ya studioni hapa kushiriki nasi ni 0754287424 0754287424 kwa kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi tu wa maandishi, ama pengine kwa kuuliza simu. Mtumishi wa Mungu yuko hapa kwa ajili yako. Na mrejeshe tena maiki hii kwake Apostle, karibu. Asante sana. Tulikuwa tunaendelea na somo hili la declaration. Na tumependa, nimeshukuru sana kwa sababu kwanza wasikilizaji wangu leo nafikiri wamechukua muda mwingi kusikiliza ili wasinikatize. Nafikiri ili niweze kutiririka, manake nilishaanza kwenda kwenye nyanja za kimataifa. Nikawa mchambuzi. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango 13 ule mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 5. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Biblia inasema kwamba mtu wa Mungu, hapo kuna mtu wa Mungu, anasema mtu wa Mungu alikwenda juu ya madhabahu akapiga kelele. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba declaration ni lazima uende mahali fulani alafu utoe maazimio. Kwa hiyo maazimio yale kuna mahali utaweza kutolea. Nyumbani inawezekana ukatoa, lakini unaweza kuona hapa kuna mahali nchi ilikuwa imeharibiwa. Mtu wa Mungu akaenda akakuta mfalme ameenda kwa mambo ya waganga, mambo ya wachawi na hivi na hivi, akaona hapa hapana, wacha niende kwenye madhabahu nikatoe. Na wasikilizaji wakisoma pale Wafalme wa Kwanza 13 mstari wa kwanza na wa 5 wataona kwa nini alitoa ile declaration pale. Na wakati ile mtu wa Mungu anatoa, huyo mfalme alikuwa mahali naye akitoa ya kwake, alipoona matamshi makali yametolewa na huyo mtumishi, ikabidi anyooshe mkono ili aweze kumshika huyo mtumishi aache kutoa ile matamshi. Kwa hiyo alipokuwa ananyosha mkono amshike, pale pale huyo mfalme ananyosha mkono ili kumzuia, mkono ile mfalme ukakauka, yani kama pale pale kama chuma. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba unaposimama kutoa declaration unaweza ukazuiwa. Inakuwa ni ngumu, unaweza ukazuiwa hata kiroho. Yani unajaribu kutoa matamshi hivi, una meno yako yanapita mahali ulimi upo, inakuwa ni shughuli kabisa, unakaa chini hapo, inakuwa ni ngumu kabisa. So declaration inazuiwa, declaration inazuilika kabisa isifanyike mahali popote. Nguvu za giza zinafanya. Hasa tunapozungumzia wa universal cabinet ya nguvu zile za kiroho 18 na 19 nasema sisi tu wa Mungu, lakini dunia nzima dunia yote inaenda kwa yule muovu. Kwa hiyo kama dunia yote inaenda kwa yule muovu, basi kuna maazimio, na tusipokuwa tukitoa maazimio yetu huku tunapoendelea kwenda, tutarajie maazimio makubwa mabaya kutuhusu sisi. Ulimwengu wa roho unaweza ukatoa maazimio kuhusiana na mafuriko, maji na vitu kama hivyo, tufani na magonjwa makali ya kuua watu, ya milipuko, yanatokea magonjwa ya mifugo, magonjwa ya watu, ili tukusababisha umaskini katika jamii ama watu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13, huyu mtu wa Mungu alisimama kwenye madhabahu akaanza naye kutoa azimio. Azimio ni kutoa matamshi mema au mabaya juu ya watu au juu ya kitu chochote au kwenye miezi. Yani mtu anaweza katoa azimio katika mwezi, kwamba mwezi wa Januari uwe hivi, mwezi wa pili uwe hivi, mwezi wa tatu uwe hivi kwa watu, uwe hivi kwa wanawake, uwe hivi kwa wanaume. Kwa hiyo inapitia mahali magonjwa mazito, magonjwa mabaya, kumbe ni kwa sababu ya declaration imetangazwa pale. Kwa hiyo pia sisi tunatoa maazimio, lakini ya kukanusha ama ya kupinga yale maazimio yao. Na azimio ni kutamka mapenzi ya Mungu katika maisha yako, unayatangaza, unayasema. Kwa hiyo unapotoa azimio kwamba Mungu amesema mimi nitakuwa kichwa. Kwa hiyo mtu anapotangaza ile, unaweza kuwa unatangaza, nitatoa mifano michache kwamba wale watu wa kwanza walipotoa azimio, wanapotoa maazimio lazima kuna kuwa na vitu wanavyotolea maazimio, lazima wajenge minara na vitu kama hivyo. Na sasa kama kuna mnara tuliona pale Mwanzo 1 mstari wa 3 alisema Mungu naye aliweka ulimwengu na akatoa azimio kwenye ule ulimwengu. Kusoma kitabu cha Mwanzo 31 mstari ule wa 43 hadi mstari wa 55, Yakobo alipoondoka kwa baba mkwe wake, alafu akamtoroka baba mkwe. Wakati anaondoka, baba mkwe aliporudi akakuta Yakobo ameondoka, mfanyakazi wake na mjomba, na pia ameondoka na mali zake. Yakobo amechukua kila kitu kilicho cha kwake peke yake, lakini amechukua pia na wale mabinti wawili ambao ni watoto wa Labani, ambao ni wake zake. Na mzee huyu hakupenda. Mzee akabidi aje, asema nataka kuja kuwa hagi, ni wabusu kwanza binti zangu afu niwaachilie. Kwa hiyo wakati amekuja, alitembea muda wa siku 3 kuja kuwafuata watoto wake. Alipokuja akamkuta Yakobo, na baada ya kumkuta Yakobo akaongea naye, akafanya agano. Alifanya agano moja kali, akaisimamisha mawe kama nguzo, alafu akatoa declaration. Na declaration ni kwa kali, akamwambia Yakobo, usikae uoe binti mwingine yote zaidi ya watoto wangu, na ikiwa tesa sijui itakuwa vitu gani. Kwa hiyo unaweza kuona declaration lazima kuwe na mnara unayojengwa.
yani ule mnara ukisimama pale unawakilisha au unasimama ukizungumza kuhusiana na agano lililowekwa ama declaration iliyowekwa mahali. Kwa hiyo mnara unaweza ukawekwa mahali ukawa unawakilisha kitu fulani, kama vile mnara huo uko pale Arusha. Azimio lile lilikosa tu watu wa kulisimamia, lakini lilidumu kwa miaka 25 likiwa active kabisa. Lilikosa tu watu wa kulisimamia, na walioweka nafikiri waasisi wale wengi hawapo tena, na blood yake ilikosekana, kwa hiyo imekaa vile. Kwa hiyo azimio linapokuwa mahali, sasa tunazungumzia la kiroho zaidi. La kiroho laweza likaishi kwenye nyumba yoyote kwa miaka mingi sana. Kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu anawaambia Israeli, mtakapovuka mkaingia katika nchi niliyoahidia, msikae tu na kuridhika na hali iliyoko pale. Vunjeni miungu yao, ng'oeni yale mawe yao, toeni vitu vyao. Kwa kuna vitu ambavyo lazima leo tuviharibu. Tunapoingia kwenye maombi, lazima tunavunja vile vitu ambavyo ndivyo vinavyosimama kama minara. Kuna watu wanaweza kusema huyu binti hataweza kuolewa, wakaondoka kaenda akasemea maneno akiwa juu ya kaburi, ama akasemea maneno akiwa amewasha moto. Nimefanya counseling na wachawi wengi ambao wamempokea Yesu tayari, waliokuwa wachawi wanaeleza vitu vingi wanavyofanya. Kwa hiyo wengine wanawasha moto mkali kabisa, afu wanaweka majani mabichi mengi, unajua kunakuwa moshi mzito mweupe, alafu katikati ile moshi anaingia pale, alafu anaanza kutoa declaration kali. Yani maana yake akizungumzia hii send-off ambayo tunakwenda, hii uchumba ambao umetangazwa, huyu binti ambaye anaolewa, huyu kijana ambaye anaenda kuoa, kama jinsi ambavyo anateseka kukaa kwenye huu moshi hapa, ndivyo ilivyo pia kwenye ndoa yake ateseke. Binti akiingia siku 2-3 na kwa mbaya anatoka anakimbia kazini. Mtu anaingia kwenye kazi, anapata declaration hizo za ajabu ajabu. Ile kazi ya kali, unapewa nani yako, meza yako, unapewa kila kitu, kiti pale, kompyuta yako pale, lakini unasikia tu kuondoka, unasikia kuachia, unashindwa mshahara mkubwa, nini unakimbia. Kumbe kuna azimio ambalo lilitamkwa pale. Kuna mwingine anatoka kazini kafanywa mambo fulani, nasema sasa mimi nimefanywa ile watoto mjini, nasema Timbwili nimefanywa ile jambo, naondoka hapa. Sasa hichi kiti hakuna mtu atakaa. Watu wanaweza kuwa nakaa na kufa. Watu wanaweza kuwa kapa na kufa. Nimeletewa viti kadhaa na maofisi. Watu wanaleta tuvichome moto, na kingine tumekichukua tunakivunja ndani ya chuma, tukapata mairizi yako pale. Anasema hichi kiti kimeua watu 8. Kuna kiti kingine kimeua watu 26. Watu wanaingia kwenye ofisi wanakufa, wanaingia, wengine wana paralyze, wengine hicho kiti kimekuwa pale. Huyo mmoja alipoingia amekabidhiwa, akakibeba kwenye pickup, akakileta chachi. Tunavunja kile kiti ndani, tunakuta mairizi mengi. Kwa hiyo unaweza kuwa na mtu ana declare, anasema ofisi. Mtu anaweza kusema juu ya nyumba kwamba hapa ni kwangu, nimefanya hivi na hivi. Mtu atakayeishi hapa awe maskini na fukara, na huyo mtu aweze kutoboa. Kwa hiyo kuna declaration nyingi ambazo zinatangazwa na zinakuwa ni katazo la watu kufanikiwa, katazo la watu kuishi muda mrefu duniani. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vingi sana, watu wanakatizwa duniani bila mpango, na tunafikia mahali tunaona ni mapenzi ya Mungu, lakini kumbe ni katazo kama hilo limefanyika. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo tuliona Yakobo na mjomba wake Labani, baba mkwe, walisimamisha mnara usimame nao. Kwa hiyo minara iko mingi sana. Kwenye kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 24 anasema mtavunja minara yao, mtavunja vitu vyao. Kitabu cha Kutoka mlango 23 mstari ule wa 24. Kuna vitu vingi ambavyo ni mnara. Kwa mfano Jeff, mtu anaweza kukuletea zawadi. Zawadi ni kitu cha umakini sana, lakini tunahitaji Mungu. Kwa sababu kuna zawadi, ukifanya kazi nzuri unapewa zawadi, lakini wakati mwingine unaweza kupewa zawadi nyuma ya ushetani. Kuna zawadi ambazo zinatajwa kwenye kitabu cha Mithali 15 ule mstari wa 27, nafikiri anasema yeye anayechukia zawadi ataishi, lakini yule ambaye anapokea zawadi ataishi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna zawadi nzuri, kuna zawadi mbaya. Zawadi nzuri siwezi kuzielezea, hazihitaji kuelezea. Zawadi mbaya ni kama vile Mika mlango wa 1 mstari wa 14, zinaitwa zawadi za kuhamisha, za kuhama. Hizo zinafanya. Kuna baadhi ya jamii katika nchi yetu pia Tanzania wapo, unakuta wanakwenda kopo pale wanapofanya biashara, kunakwenda kisahani ama kisosi kimekusanya silver ziko pale. Kwa hiyo zile silver ziko pale, wao wamefundishwa kabisa kwamba hizi ni kwa ajili ya kuondoa mikosi, kuondoa balaa, kuondoa maskini. Kwa hiyo anapokuja mtu pale nje kuomba hela ya kula nini, wewe chukua pale umwekee. Hizo ndo zinaitwa zawadi za kuhamisha. Kuna baadhi ya society ambazo zipo mwisho wa mwaka wanachinja
wanakula pamoja, lakini wale watu unakuta wenyewe hata awali wanawaletea wafanyakazi wanaweza kula nini pale. Hizo zinaitwa ni zawadi za kuhamisha. Kwa hiyo mtu unapochinja mnyama, unatengeneza pizza, unatengeneza vitu fulani, watu wanakula pale, kumbe ni zawadi ya kuhamisha nuksi na balaa katika kampuni yako. Kwa hiyo mikosi ile inaenda bado kwa wafanyakazi. Unakuta wafanyakazi wanafanya kazi, unawalipa mshahara, lakini unakuta hata watafuti kazi nyingine, unakuta wanalipa mshahara sio mzuri, lakini wamekaa tu hapo, inakuwa kama baba yake na mama yake, dunia yake ni hiyo. Na wakati mwingine pia hiyo kazi anaishi tu pale pale, na hata anakuwa ni kama shushushu wa bosi, akiendelea kujisimika pale kutoa mashtaka ya wafanyakazi wengine, yani anazidi kujichimbia kule ndani. Kumbe amepewa hizo vitu, hizo zinaitwa zawadi kama hizo sasa za kuhamishia, ambazo zawadi kama hizo mtu anafanya kuhamisha mikosi iliyokuwa nyumbani kwake. Mika mlango wa kwanza mstari wa 14 anaeleza hilo vizuri. Kitabu cha Isaya mlango wa 39 ule mstari wa kwanza hadi wa 7, Isaya 39, Hezekia alipokuwa ameponywa, Biblia inasema mfalme wa Babeli, Babylon tunajua inawakilisha uchawi. Mfalme wa Babeli aliposikia kwamba mfalme Hezekia ameponywa, akamletea zawadi. Alipomletea zawadi, mfalme alipopokea zile zawadi hivi akabweteka kabisa, akaanza kuonyesha maadui zake kila kitu. Nabii alipokuja akamwambia hao watu wametoka wapi na wameona nini, na alipomwambia kila kitu akamwambia basi hii hapo utaondoka tu duniani. Na kweli Hezekia alipitia mahali watoto wake walibebwa utumwani na mambo makubwa, lakini ni nyuma ya zawadi. Kama vile watu wanapita njiani wanaokota pesa, unapita njiani, sisemi kwamba usiokote pesa, lakini kuna pesa fulani ambazo unazikuta njiani pia zina vitu kama hivyo. Wengine wakuta wamemwaga magome ya mayai, kuku wanapotamia na nguo, watoto vifaranga wanatupa vitu kama vile. Wengine wanaogea, unaweza kupita njiani kama njia za vumbi, mara nyingine unapita mahali unaona kabisa mbona hapa kama maji yamemwagwa. Kwa hiyo kunakuwa na vitu kama vile, mtu anaweza akaoga pale, ile mtu wa kwanza kupita, mtu wa kwanza akipita kiona au vitu kama hivyo, tayari anachukua ile contact ya ile mkosi. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinafanyika katika mji. Wasikilizaji wengi huwa wanalala mapema, lakini ungekuwa na vyombo vingine vya moto, wale ambao hawana wafanye kipindi fulani cha kutembea huu mji wakati mwingine usiku. Hizi barabara kubwa tu wataona vitu vikubwa vinatisha, watu wanafanya vingi sana, watu wanaoga, na wakati mwingine wanaweza wakaoga, gari inaweza kuwa hapo ya watu wa kulinda usalama, haiwahusu, lakini gari imesimama hapo na mtu anaoga pale pembeni barabara kabisa. Mtu anafanya vitu ya hizi shikwa, hizi ulizwa, mambo yanaenda kama hayo yanapita. Kwa kuna vitu vingi sana vinafanyika katika hii dunia. Kwenye kile kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 24 anasema vunjeni kabisa nguvu zao. Utawekaje wewe wakati unavunja? Unawezaje wewe pia ukaweka declaration? Nguzo za sisi ni zipi? Kuna nguzo ya kwanza ambazo zinaitwa ni nguzo ya fasting. Ni vizuri sana mtu anapofanya declaration afanye maombi ya kufunga au afanye fasting. Unapofanya fasting, ile ni nguzo pia, kwa sababu upande wa pili pia wanafunga. Usoma kitabu cha Mambo ya Nyakati, Matendo ya Mitume, wanafunga, wafalme watu wanafunga kinyume na watu wengine. Kwa hiyo unaweza kuona pila ya nguzo ya kwanza ni fasting, nguzo ya pili sacrifice. Watu lazima waweze kutoa dhabihu kwa ajili ya yale matamshi ambayo wanayatamka, yale matamshi, ile declaration ambazo wanazitoa za mwezi, za wiki, za mwaka. Kwa hiyo declaration inaweza kuwa ya siku, mtu anatangaza kama kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 kimegawanyika mara mbili. Kuna declaration nzuri na kuna declaration mbaya. Mapepo ama watu wabaya wanachukua ule upande wa pili, wanaanza kukiri pale kwamba uwe maskini utoka hapo na uingie hapo uwe mkia. Lakini nafasi ya kwanza inasema kwamba Mungu ameamuru kwamba utakuwa kichwa na wala sio mkia. Mungu atabariki kapu lako, Mungu atabariki mjini na vijijini, Mungu atakubariki hapa. Ile ni declaration. Kwa mtu anaweza kutumia ile asubuhi akadeclare. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati kuna declaration mingi sana. Kwa hiyo kama vile kitabu cha Kutoka, Farao alikuwa anafanya declaration kila siku asubuhi, kila siku, na iliweza kuwakamata wana wa Israeli pale Misri kwa miaka 330 akiwa anawatesia pale kwa sababu zile declaration. Kwa declarations zina nguvu. Mabinti, vijana, watu wanapaswa kufanya declaration, wala sio kazi kubwa sana, ni kutoa maazimio, kutangaza mambo ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako. Ya pili tunazungumzia sacrifice, ya tatu tunazungumzia ishara. Nguvu za giza wanafanya ishara mingi sana dhidi ya wana wa Mungu, na ile somo la ishara ni somo pana sana ambalo watu wanahitaji darasa ili waweze kufundishwa. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika katika kizazi chetu, mambo makubwa, lakini sisi tukijua lazima sisi tufanye maamuzi. Biblia inasema kwamba vinywani mwa watoto wachanga na hao wanyonyao nimeweka misingi ya nguvu kwa ajili ya wale wanaoshindana nao. Kwa hiyo unaweza kuona kinywa si kwa ajili ya ugali Jeff, kinywa ni kwa ajili ya kupambana na wanayopambana na wewe. Wao wanasema hivyo, unageuza. Wao wanasema hivyo, unageuza. Watu wanataka makaburi yawe mengi, wewe unageuza. Watu wanataka watu wafe, watu wanataka wajane wawe wengi, divorce, wewe unageuza. Kwa hiyo declaration ni
kukiri mambo, kugeuza yale yaliyotamkwa hapo mwanzo. Naam, msikilizaji, basi hapo ndo tunaelekea sasa kuelekea ukingoni mwa kipindi hiki, awamu ya pili ya usomaji ujumbe mfupi tu wa maandishi katika kile ambacho mweza kushiriki nasi hapa studioni. Lydia, tafadhali, studio namba 2. Labda kabla sijaendelea nilikuwa na swali. Ndio. Kuna labda nitoe mfano, sijajua kama hii ni declaration. Sawa sawa. Labda mimi katika kukua kwangu nishatamka kwamba mimi sitaolewa na Mwafrika, labda nitaolewa na mzungu. Ndio. Nimekaa baadaye nikaja nikaolewa na Mwafrika. Ndio. Ama mwingine akasema mimi sitaki kabisa kuolewa. Lakini baadaye au kuoa. Lakini huku hakumbuki tena. Sawa kabisa. Je, unakuwa na madhara kama hata tangua kwenye maisha yake? Ndio, nashukuru sana kwa ile swali zuri sana. Kwa sababu pale mwanzo kuna vitu niligusia kuhusiana na declaration ambapo nikataja zile cabinets kwamba kuna ya kiroho, kuna hivi universal, lakini nikaacha ile ya mtu binafsi. Nilijua labda itakuwa pana sana. Pale kwenye azimio lile unapotoa kuna ile azimio la mtu binafsi. Azimio la mtu binafsi ni pale mtu anasimama alafu anatangaza kwamba mimi sitaishi Tanzania, mimi sitaishi. Unajua unapokiri nyuma ya maazimio yale kuna mambo mawili. Blessings zote zinazopatikana mahali pale ambapo ulikuwa unapakataa zinaweza zisikupate kabisa. Kitabu cha Yeremia, Biblia inasema kwamba utakieni amani mji ambao nyinyi mmechukuliwa mateka. Kitabu cha Yeremia anasema utakieni amani mji ambao nyinyi mmechukuliwa mateka. Yaani pale ambapo mmefungwa mateka, bado anasema kwamba utakie amani ule mji. Yaani kiango cha kuendelea kuchukia pale ulipo na maisha muda wako wa kutoka haujafikia, bado utaendelea kuteseka. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza kuwa wakideclare kwenye maisha yao, sitakaa nipate mtoto, sitakaa nioe, sitakaa niolewe, sitakaa sijui nifanye nini. Mwingine anasema kwamba nitapata tu mtoto wangu kule, alafu basi. Sasa unapotamka yale matamshi kuna mambo mawili. Unaweza kutamka yale matamshi kwamba nitapata tu mtoto wangu alafu basi, na ukajikuta lazima halitimizwi, inageuzwa ili uweze kupata mume kabisa ama mke, alafu uendelee kuwa na mateso. Kwa sababu gani? Unapokiri yale matamshi unakuwa tayari haupo pale. Kwa unapotamka sasa unakuwa nafsi yako ni kama imeondolewa, kwa hiyo mwili wako sasa unapata tocha zile za pale sasa, kwa sababu yale matamshi ambayo ulitamka. Unajua ni zile ni viapo. Declaration ni viapo, ni oath. Kwa hiyo unaposimama na kuanza kutangaza kwamba mimi sitaolewa na Mwafrika, ukaja kuolewa na Mwafrika yule ambaye ulisema hutaolewa, lazima hapo katikati kutakuwa na shughuli. Yaani katika maisha mnaendelea kwenda, unaweza usione mambo haya mapema. Sasa sana kitabu cha Luka, Yesu alipopita akauona mti akaulani, alipotaka matunda kwake akaulani ule mti, alafu akaenda. Ule mti ukabaki tu unaendelea. Lakini walipokuja asubuhi, wanafunzi wakamwambia, mwalimu, ule mti ambao uliulaani jana umeshanyauka kabisa. Kama mara mbili wanazungumzia jambo kama hilo. Sasa unaweza ukaona kwamba unaposema sitaolewa na Mwafrika, kwa mfano kama swali la Simbajiki hapa, unaposema sitaolewa na Mwafrika, tayari umemuondoa huyo mtu, yani mume wa Kiafrika umemuondoa katika ulimwengu wako. Kwa hiyo inapotokea sasa anakuja alafu mkaoana kwa sababu umesahau yale mambo, kuna asilimia kubwa sana ya kupitia kwenye nyakati ngumu, kwa sababu tayari hayupo. Na ndio maana ukija kufanya ile analysis na tathmini, ukaamua kukaa chini ukaanza kuangalia, unaweza kuona mnaishi pamoja lakini kuna vitu unapitia, kuna aina fulani ya maisha unapitia. Lakini sasa Biblia inakubana kwenye ndoa, labda kuna vitu vinakubana, labda watoto tayari mmeshawapata, kuna vitu vinakubana, au umeamua kukubaliana na hiyo hali iliyopo. Sasa unaamua kwenda, lakini ile hali bado inakuwa active kwako. Kwa hiyo zinaendelea kupoteza, unapitia maisha ya kuvumiliana kule ndani. Kwa hiyo kunakuwa kuna raha fulani. Kumbe unaweza kupitia mambo mengi sana, hata ya maisha, hata ya kiuchumi, kwa sababu moja kwa moja huyu mtu si chaguo. Kwa hiyo Mungu bado kuna nafasi ya kutangua, kwa sababu wengine watu waliweka viapo hivyo pasipo kujua. Watu waliweka ni waliwezwa tu na maisha, waliwezwa hasira, waliwezwa na hali yoyote ile, wakaamua kukiri. Na Biblia inasema kitabu cha Mhubiri nafikiri 5:6 anasema sikiache kinywa chako kukosesha kazi ya mikono yako. Kwa hiyo unapokiri yale matamshi yale, anasema kuna malaika ambayo ataiharibu kazi yako. Kwa hiyo unapokiri yale maneno, kuna nguvu ambayo inafuatilia nyuma yale matamshi ambayo uliyatamka. Kwa hiyo inaanza kufikia maana. Sasa kwa sababu sio chaguo lako, ile nguvu inakupitisha sasa kwenye maeneo. Kwa hiyo unateswa na mtu ambaye sio chaguo lako, unaumizwa na mtu ambaye sio chaguo lako. Unaweza kaishi bila kugundua, maana Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wafalme, anasema
ni kijana alikuwa anakata kwa kuni nguzo za kujenga, akaulizwa, je, shoka lilianguka wapi? Kitabu cha Ufunuo pia kinasema kumbuka ni wapi ulikoanguka ili uinuke tena. Kwa hiyo kukumbuka ni wapi, hiyo ndio inasaidia. Maana kitabu cha Ayubu anasema mtu kishakata utachipua tena. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo ulifikiri pale nyuma ukagundua leo, basi tena leo unatangua yale maneno. Unapotangua yale maneno, maisha yanaenda tena. Leo ukishindwa kutangua yale maneno, yanakana, yanakutesa. Ni kama vile leo watu wanasema tutakuwa pamoja kwenye ndoa katika shida na raha. Yale maneno yanaanza kufika mahali yanaanza kuwatesa. Yale maneno yanaanza kuyapitia kwa nguvu sana kwa sababu ya ule ukiri. Kwa kuna nguvu, ndio maana Biblia inasema tumbo la mtu litajazwa kwa matunda kinywa chake. Alafu pale mbele anasema apataye mke ampata kitu chema. Kwa hiyo huyu mke umempata nyuma ya matamshi gani? Umedeclare kitu gani? Kwa ile Lydia anasema kwamba sijui ni declaration ama nini, huwa ni declaration kabisa. Kwa hiyo wote wana nafasi ya kuvunja vitu kama hivyo. Amen. Amen. Naona tuko na message zimetufikia hapa nyingi tu, na kipindi ndio hicho kinaishia. Nitajaribu kusoma chache kwa haraka. Tuko na message kutoka kwa Pastor Edward, anasema mimi ninachoomba Mungu afadhili ili ulimwengu wafaidi. Amen. Asante sana Pastor. Wafaidi mafundisho na. Amen, amen. Shalom Apostle, Mungu akuhifadhi sana tena sana kwa hizi siri unazoendelea kutupatia. Amen. Nina swali baba, je, kanisa linaweza kutolewa azimio la kifungo? Nilizungumzia pale mwanzo kabisa pale kwamba kanisa pia lazima likatolewa azimio, na mtu wachawi kaa katika mtaa lazima watoe azimio. Wakikaa kwa ajili ya vijana kanisa, inawezekana. Ndio maana Yesu akasema build my church, malango kuzima yataliweza. Maana kanisa linaweza likatolewa. Amen. Message nyingine nasema uhifadhiwe, utunzwe, uthamani, ubora, kila kilicho chema ukapatiwe. Apostle, wewe ni mbegu ya dunia nzima. I wish dunia nzima ingekuwa inakusikiliza ili ikombolewe. Zaburi 1:3 yawe maisha yako. Amen, asante sana. Tuko na message nyingine kutoka kwa Lucy, inasema Mungu akuweke mahali pa juu Apostle, ili uzidi kufanyika usiyefikika. Tunakusikiliza na tunajifunza mengi toka kwako. Wewe ni hazina iliyofichwa sana. Amen. Kila anayegundua hili ataitafuta hazina hii. Zaburi 41:2. Declaration is the best weapon katika dunia leo. Kweli. Salute you sir. Amen, thank you. Ana ilijirudia hii. Tuna message nyingine kutoka kwa Bishop Dani wa Moshi, anasema Shalom Apostle, tumesikia mambo muhimu sana. Mungu aendelee kukupa enzi. Amen, amen. Pastor Dani toka Moshi. Njapanda Moshi kule. Shukuru sana. Wanatupata vizuri. Paka maskofu anatusikiliza. Amen. Shalom studio. Shalom the great eagle. Hongera kwa Liberation Hour. Thank you. Tunashukuru sana kwa somo. Mimi ni Mr. Peace kutoka Moshi Njapanda. Mungu akubariki sana. Kamanda, wewe ni zaidi ya nabii. Mungu akuhifadhi. Mimi Paulo wa Lemara. Asante sana Mr. Paul. Shalom Apostle. Shalom. And thank you for your teachings. With your teachings lazima nivuke kwenda hatua nyingine. Amen. Hakutuambia jina lake. Asante sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu, mko juu. Swali, kama mtu amekukosea ukamsamehe, lakini yeye hataki kukusamehe, hapo kwenye ndoa nifanyeje? Nasoma lakini liko nje ya declaration. Nitamjibu inbox kama atanifuata. Amen. Kwa sababu ya muda pia na message vinginevyo aliuliza mapema wiki ijayo. Amen. Tuko na message nyingine sema Shalom Apostle, uko juu sana. Asante kwa ufunuo mkubwa. May God be with you and man bless you and may he guide you in your life. Hallelujah. Nakutakia maisha marefu. Amen. Nashukuru sana kwa napenda matamshi yake, kama mapepo mengine yanakuwa hayajui lugha, kwa hiyo hawezi kuresist. Tunanena
224. Na pia kuna watu wengi walikuwa kiuliza kwenye mtandao kanisa liko wapi, nilipata kuwajibu. Lakini pia wale ambao watakuwa na maswali zaidi wanaweza kututumia messages kwa hiyo mitandao, lakini pia kwa hii namba ya simu ambayo nairudia tena ni 0754287424. Kama ambapo Apostle Vincent aligusia wakati wa kipindi, pia kuna praise itaanza pale Victory Faith kuanzia kesho kwa ajili ya kutoa maazimio kwa ajili ya kudeclare saa 11 jioni. Kwa hiyo mnakaribishwa wote wasikilizaji mje kuja kudeclare, kuweka maazimio, kutangua vile ambavyo huvitaki katika maisha yako. Amen. Lakini pia tusisahau tuko na Facebook page ya kanisa ambao ni www.apostlevincentministries.com. Kipindi pia huwa kinarushwa Milan Cable Television kila Jumapili kuanzia saa 11. Milan Cable, lakini ni kwa wale tu wenye access ya kuangalia hiyo television. Lakini mafundisho yako mengi sana kwa mtandao wa YouTube ambao ni Liberation Hour, ambao yapo katika muundo wa audio, lakini pia kwa muundo wa online TV ambao ni hiyo Liberation Hour Apostle Vincent Teachings. Basi utaweza kujipatia mafundisho mengi sana ambayo yataendelea kukutoa wewe siku hadi siku. Mpaka hapa kwa studio namba 2 sina la ziada. Narudisha kwako Geoffrey. Asante sana Lydia kule wa Livingstone kwa taarifa hizo. Sina shaka basi pengine msikilizaji, ikiwa pengine ndo kwanza kabisa jiunga nasi, umepata mengi kutoka kwake, na chonde basi fuatilia mitandao hiyo, na sina shaka utapata huduma zote ambazo mtumishi wa Mungu Apostle Vincent anashiriki nawe katika kuweza kukupatia breakthrough dhidi ya maisha yako. Na mrejeshe tena kwake Apostle kwa ajili ya kutamka neno katika wiki hii kwa siku 7 zijazo mbele. Amen. Nashukuru sana kwa ajili ya kusikiliza, lakini pia niwatakie wiki iliyojaa mafanikio na wiki iliyojaa mwendo katika shughuli zao zote. Mungu awalinde dhidi ya declaration. Lakini sio hiyo tu, pia tunatoa neno kwa ajili ya kituo chetu cha radio cha Mambo Jambo. Mungu akipe wigo mpana, ulinzi, wafanyakazi, Mungu awabariki na wakapenya katika mambo yao yote. Na kituo muhimu sana kwa ajili yao, kwa sababu pia kimetupa fursa kubwa. Mwaka sasa umeisha na tunakimbilia nusu sasa, kwa na mwaka 1.5 Mambo Jambo Radio. Kwa hiyo ninapenda wasikilize, na watu wamekuwa kiniambia wanaifuatilia online pia, hata kama kuna vipindi tunafuatilia mpaka Romania. Watu wamesikiliza mpaka Romania online vipindi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya mkurugenzi wa radio. Mungu ambariki sana familia yake. Mungu awatunze na Mungu awape mwendo na maono haya ya radio yaende zaidi, na wafanyakazi wawe na afya njema. Amen. Na katika wiki wasikilizaji wangu nawatakia tu breakthrough katika mambo yao, na mimi ninatangaza kwao wakafike katika yale wanayokusudia, wala wasiingie katika hali ambayo adui zao wanawatakia. Amen. Amen. Imekuwa in Jesus name. Amen. Amen. Msikilizaji, basi kwa hapo kutoka kwake Apostle Vincent kwa kumalizia hivyo, nami hapa studioni nasema tena nasi hatuna la ziada katika studio namba 1 ambao basi umekuwa pamoja nasi, na nilikuwa kama mwenyekiti katika ungwe hii leo. Katika dakika hizi zilizosalia niseme shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi, lakini pia nikutakia kila la heri na Mungu azidi kukupatia kasi ya maendeleo katika safari yako ulionayo kwa mwaka huu 2016. Hadi mara nyingine, wakati mwingine, kama kawaida yetu tunasema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa hunzi. Asante kwa kuwa pamoja nasi, asanteni na kwaherini kwa wakati huo.